Habari za jioni ndugu wawekezaji, karibuni tena kwenye session nyingine ya masuala ya uwekezaji ya capital markets kupitia CRDB CRDB Bank PLC Capital Markets. Leo kama post ambavyo imeiona, post ambavyo imesema leo tutakuwa tunaangalia performance. Unajua mwezi wa 10 umeisha, mwisho wa mwezi wa 10, kwa hiyo quarter ya 3, results za quarter ya 3 tunajua mabenki inabidi watoage kabla ya mwisho wa mwezi mmoja baada ya quarter kuisha. Kwa hiyo kabla ya mwisho wa mwezi wa 10 mabenki na taasisi kadhaa wametoa results za quarter ya 3. Kwa focus leo itakuwa hapo kuangalia mabenki ya sasa, yale mabenki prospective yaliyoko sokoni. Unajua CRDB, NMB, Mkombozi, Maendeleo, mabenki fulani ambao watu walikuwa wana tangu mwanzo wa huu mwaka watu wamekuwa wanayaangalia kwa karibu, yametoa performance. Kama Mkombozi tunajua watu wamepata faida nzuri, kwa ni mabenki watu wamewekeza sana kwa mwaka huu kwenye Mkombozi. Kwa hiyo tunajua ni benki ambayo watu wako keen kuelewa performance yake inaendeleaje sasa kwa quarter ya 3, na kuangalia cost to income ratio, kuangalia NPL ziko wapi. Lakini pia Maendeleo tunajua same case kama ilivyokuwa Mkombozi mwanzo wa mwaka, kwamba kuna cost to income ratio na NPL zilifanya mpaka akashindwa kulipa dividends mwaka huu. Tunajua akitoa dividend japokuwa tulipe ya ratio yake, tujui ni dividend policy yake, lakini tunajua akitoa dividend we might see some activities kwenye upande wa bei yake, kwenye upande wa bei ya Maendeleo. Kwa hiyo ni count ambayo watu wanaingia kwa karibu, na tunasubiri tuangalie results zitakuwaje. Kwa wiki hii tumefocus kwenye hizo counter sasa za benki, lakini pia na DSE, kuelewa na DSE, kwa sababu kama tunavyosemaga DSE ndo kama index, kama natural index ya soko. Performance ya soko inavyokuwa nzuri, performance ya DSE na inakuwa nzuri. Performance ya soko inavyokuwa ambavyo hairidhishi, basi na performance ya DSE nayo unakuta hairidhishi hivyo. Na tumeona mwaka huu ambavyo performance ya soko zima in terms of activities, in terms of prices, market capitalization kufika at historical high. Tumeona in terms of products, tumekuwa na products nyingi mpya kuanzia mwaka jana. Tumeona CIS nyingi, tumeona ETF. Kwa hiyo performance ya DSE nayo imereflect. Tumeona bei ya DSE imefika mpaka 6,000 na kitu. Sasa hizo activities zote watu wanachangamkia DSE kwa sababu wanaona activities sokoni, kwa wanaamini kwamba zita reflect kwenye vitabu vya DSE. Sasa numbers zimefika kuangalia hizo activities, je, zina reflection kwenye performance ya DSE, kwa sababu ndio biashara yake. Je, kuna reflection kwenye numbers, kuna reflection kwenye faida ambayo wawekezaji, potential wawekezaji wanaweza wakaipata ambao wamenunua shares za DSE. So it's the right time kuangalia sasa quarter ya 3 ilikuwaje. Kwa hiyo niwakaribishe sana. Mimi naitwa Imani Muhingo, ni senior manager of brokerage and advisory services hapa CRDB Bank, lakini na mimi tuko team nzima hapa ya brokerage and advisory. Niko na Lutiko, niko na Ami, na wenyewe mtawasikia ikifika muda wa kuongea. Lakini kwanza tutaanza na kama kawaida ambavyo tutaanza na weekly recap. Tutafocus na wiki hii peke yake. Kwa hiyo mambo yaliyotokea, activities zilizotokea ndani ya wiki hii tangu Jumatatu, tangu soko lilivyofunguliwa mpaka sasa hivi. Tutaangalia mambo yaliyotokea, alafu kutoka hapo tutakuja kuangalia sasa performance ya haya mabenki ambayo nimeagusia hapa kati. Najua pia kuna performance ya ETF, imekuwa ni kitu ambacho watu wengi wamekuwa wanakiongelea, na pia tumeona wiki hii ETF Petex wamepublish net asset value. Kwa I think kitu ambacho tutagusia, najua kama Ami hapa ni kwa very keen toka DCB unahamia ETF sio kwa moto. Kwa hiyo nayo tutaangalia performance yake, lakini sana sana tuanze na weekly, tupige weekly alafu tuangalie performance ya benki. Naomba niwakaribishe sana. Naomba kama dakika 2 tu wakati tehama inakaa sawa, ili tuangalie performance ya weekly performance, best movers, best gainers, best top losers, na turnover imekwendaje, kwenye upande wa bonds kumekwendaje, kama kuna corporate bonds zimetrade, kuna wapi kuko active kwenye soko letu ndani ya hii wiki. Alafu tuangalie performance ya hizi benki kama ambavyo zimewekwa hapo, ni CRDB, NMB, Mkombozi na Maendeleo. Kwa naomba niwakaribishe sana. Naomba dakika 2 wakati tunaweka mambo sawa hapa, alafu tuanze. Karibuni sana.
Habari ya jioni na karibuni kwenye weekly wrap ya hii ni wiki ya 45 mwaka 2025. Bado kidogo tu tunaenda kumalizia huu mwaka, na bila kupoteza wakati mwingi sana tuweze kuangalia exactly what happened kwenye hii wiki kwenye upande wa capital markets. Hii wiki kidogo ilikuwa sio ndefu sana sababu na tukianza na hizi key market indicators, tunaona kwamba wiki hii activities zilikuwa ni nyingi kuliko wiki iliyopita. Tunaona kote kwenye upande wa turnover pamoja na upande wa volume zote ziliongezeka. Turnover ikiongezeka kwa 36% na volume ikiongezeka kwa 17%. So tunaona kwamba activities zilikuwa zimeongezeka zaidi. Lakini tukiangalia hizi indicators nyingine, tukianza na upande wa total market capitalization na domestic market capitalization, tunaona zote ziko kwenye red. Mtaji wa soko kwa ujumla wake umeshuka kwa 1.06, na mtaji wa soko wa kampuni za ndani au domestic market capitalization imeshuka kwa 1.67. Na hata tukiangalia hizi indices ambazo zinaonyesha sectorial wise mtaji wa soko umeendaje, zote zipo kwenye red. Lakini red kubwa kabisa ipo kwenye index ya CS, commercial services, imeshuka kwa 2.7. Lakini pia ile index ambayo it has been very well performing this year, industrial, banks, finance and investments, tunaona imeshuka pia kwa 1.75, na industrial and allied index pia imeshuka kwa 1.23. Na hapa mbele kidogo tutaweza kuangalia which counters caused these red tuwe kwenye red wiki hii. Lakini kabla tujafika huko, tukiangalia upande wa turnover, tunaona again CRDB is being the most liquid counter in the market this week as well, dominating turnover kwa 67% ya turnover wiki hii. Akifuatiwa na counter ya NMB 10.8%, akifuatiwa na Nico 6.9%, TBL 5.2%, TCC 3.6%, na counter nyingine zote zilitrade kwa jumla ya 6.7%. Trade. Block trade ni zile ambazo ni pre-negotiated. Hizi kawaida yake huaga hazibadilishi bei ya sokoni, lakini zina ile threshold ya milioni 250 transaction value. Tunaona CRDB alitrade hisa 850,000, NMB hisa 58,000 na TBL hisa 33,500 kwenye block trade. Hisa nyingine zote zilipita through the normal board. So hao ndo walikuwa the top movers wiki hii. Hapa sasa tunaangalia the gainers and losers. Wapi hela ilitengenezwa, wapi hela ilipotezwa. Yes, so tukianza na the top gainers, tunaona kwamba Mkombozi Bank amerudi sana wiki hii, amekuwa ni the top gainer, bei yake ikipanda kwa 10.7%, ikifunga wiki kwa shilingi 2,790 bei ya leo. Lakini Precision Air anaendelea kufanya vizuri, huku bei yake ikipanda kwa 6.5% wiki hii, ikifunga kwa shilingi 330. Another interesting one is Swissport, amekuwa ni the third top gainer, bei yake imefunga kwa shilingi 1,700 wiki hii,
Kama sijakosea wiki hii bei yake ilikwenda all the way mpaka 1800, nadhani na juu zaidi, lakini amekuwa ni the third top gainer akigain kwa 4.3%. Counter nyingine ambayo inaendelea kupanda na nafurahi leo niko na ndugu yangu Ritiko ni Tanga Cement. Tanga Cement ameendelea kufanya vizuri, bei yake ikifunga kwa shilingi 2400, but tukiangazia hawa blue chips tunaona kuna two blue chips hapa, bei zao zimeendelea kupanda. Tukianza na TBL, bei yake imepanda kwa 0.3% wiki hii ikifunga kwa shilingi 7550. Of course, I'll bring in my colleagues hapa. I think we have a few people very much paying close interest kwenye bei ya TBL, lakini NMB bei yake tunaona imepanda kwa 0.1% ikifunga kwa shilingi 8000 bei ya leo closing price. Tukiangaza wale top losers, na hapa inabidi tuangalie kwa makini kwa sababu kama unakumbuka zile index zetu zote zilikuwa kwenye red, and this is reflective of that. Tunaona Vodacom ame lose kwa 3.3%. This is a blue chip with a lot of weight on the CS index. CRDB tunaona pia ame lose 4.1% week on week, bei yake ikifunga kwa 1170. Lakini another heavyweight au blue chips TCC pia tunaona bei yake inaendelea kushuka, so we're continuing to see a price discovery, na leo bei yake imefunga kwa shilingi 10780. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa kwamba all the key indices, CS index imeshushwa na Vodacom. BI index, well, kuna some very heavy weight on CRDB, we know ni large cap, lakini pia DSC na Maendeleo Bank ambao hawa wawili ndio walikuwa the top losers wiki hii, na hao pia weigh down on the BI index. Lakini pia kushuka kwa bei kwa TCC kwa 5.7% pia tunaona weigh down ile index ya Industrial and Allied. Let me not preempt everything, let me bring in my colleagues to add a bit more meat hapa kwenye gainers and losers. Ritiko, is there any count of interest kwenye mkeka wa gainers and losers? Asante sana Ibrak. Of course, a lot of problems. Okay? Na uzuri kwamba leo tunaongelea banking sector, I believe labda tunaweza kupata a light ya kwa nini Mkombozi iko pale juu, what to do na Maendeleo Bank ambayo iko pale na 655, lakini hapo katikati kuna CRDB na NMB, na whatever we discuss kwenye session inayofuata baada hapa ita shed a lot of light kwamba hizo bei zilipo ni sawa au je kuna room ya kupanda zaidi au kuna room ya kushuka, na hiyo itaweza kukusaidia in one way or the other wewe kama mwekezaji ku make a decision ya kwamba whether you want to buy or hold. Lakini kuna counter pale TCC inaendelea kushuka, na tutake tustake the more kushuka opportunities zinaweza kaanza kujitokeza pia in no time, kwa sababu tumeona kutoka 1016 sasa hivi tuko 10780. Je, when is the lowest low? Tuliona TBL ikishuka mpaka 7000, sasa hivi kwa 7550 katika turnaround. Je, when will TCC turn around? Kwa hiyo na yenyewe pia is a very big count of interest. Kuna mwenzangu Precision pale 33. Nisiongee sana, lakini naamini kabisa kwamba we had a very big discussion kwenye tofauti kati ya fundamental, technical na sentiment. Na kuna baadhi ya counter kweli zinapanda out of fundamentals, kuna baadhi ya counter zinapanda out of sentiment. Ukiniambia dilution ambayo inaenda kutokea kwenye right issue ya Simba na bado tunaongelea bei inazidi kuonekana kama inazidi kuwa strong sokoni, wakati hawa watu wananunua sasa hivi hawana access na right issue, na right issue iko kwenye 1600, I believe hapo kuna fundamentals za business zikae sawa kidogo. Inaweza ikawa ni sentiment zaidi, kwa sababu watu wanajua kwamba of course it's a very good turnaround, it's a very good story, na we are expecting a lot in the future, but is it the price ya kununua sasa hivi or should it go down kidogo? I think that's upon discussion. Kwa hiyo Ibra, kujibu swali lako, all the banking sector hapo a high count of interest, na bahati nzuri tuna a very good session kuhusiana na hiyo leo, lakini pia TCC is a high count of interest.
kwa sababu tutake tustake itapata turnaround point. Sasa issue kubwa ni kwamba what's the turnaround point? Hisi F9 hapo F8500 might be a turnaround point F8, lakini it's a very big count of interest kwa upande wangu mimi. Na mwisho kabisa hiyo Simba I have high interest, lakini inakuwa na skepticism kidogo na bei inavyozidi kukimbia. Labda zikilistiwa share mpya zikaingia sokoni zikatrade hapo, maybe na tukaanza kuona a different pricing, lakini kwa bei hiyo ni changamoto kidogo. Shukrani. Thank you Lutiko. If I can bring in Ami, nikiomba pia just to zoom in kwenye counter ya DSE. Tunaona counter ya DSE, it's been the second top loser wiki hii, na tuliona matokeo yao ya quarter 3 yalitoka. What is your take on DSE? I think it's very kwa time frame ya wiki moja bado haitakupa picha nzuri ya hii price movement. We understand kwamba ametoa Q3 results, cumulatively ana mwaka mzuri sana. Kwa hiyo I would say this is just supply and demand, a hiccup here and there, lakini haimaanishi kwamba afya ya mtu sio imara. So let's keep on observing. I think we'll have a very good session to dive into DSE kuona the fundamentals, lakini also year to date, kwa sababu ile ndio inatupa picha nzuri zaidi. Lakini for now I take it as a hiccup. This red should not communicate anything negative, at least for now. Kuongezea hapo on my take is that this red on my take, we might see it here and there, kwa sababu ana earning per share, ana cumulative earning per share 205, ana earning per share quarter ya shilingi 68. Ukiangalia hata kama akiperform the same as the last quarter au akaperform much better, tunakuja kuland kwenye 280 275, let's say hata 300. Tukilanda kwenye 300 hapo tunaongelea price earning ratio ya ngapi? I believe it is a very good counter, lakini tumeikimbiza sana kutokana na performance ya Q2 toka F3 kule paka imeshoot paka F6 hapo, tumeikimbiza sana. I think kuna repricing inaweza ikatokea hapa na pale, lakini we have a deep dive to that kwa tutakaangalia kwa mapana yake. Well said Lutiko. So nadhani wote hapo tumepata a bit of a flavor on how gainers and losers and a bit of insight on a few selected counters. Tukiangalia investor participation, tunaona kwamba wiki hii local investors wameweza ku dominate more on the buy side, wakinunua 97.18% ya manunuzi yote, lakini on the sell side it was more balanced. Tunaona foreign investors wao walinunua 44.37%, finally balanced with the 55.63% ambayo local investors waliuza wiki hii, ikiresult into a net foreign outflow ya bilioni 2.12. Hapo kutoka Ibra, just a small pointer. Tumekuwa tukiona foreigners wakitoka for so long now, na bahati nzuri au mbaya retail wanakuwa wanaabsorb hiki kitu over the time. Sasa I just want to picture 2015, Imani naweza kuongezea hapo 2015 foreigners waliingia soko lika drive up. Right now the market imelala kwa retail, kwa local investors. By any means ikitokea foreigners wanarudi, how do you see the market? Kwa mpya, yani super big boom. Na tumeona sasa hivi tu the world economy is uncertain, kwa sababu mambo yanaendelea duniani ni mengi. Uncertainties zilizoko Marekani sasa hivi ni nyingi, unaona kila siku policies zinabadilika na vitu kama hivyo, kwa hata hizi shocks, expected shocks maybe kwenye petrol, kwenye fuel, zote zinasababisha foreign investors wanatoa hela kwenye developing economies, na hata namna ambavyo misaada ilikuwa inakuja imeanza kupungua, and the world is becoming more transactional rather than aid ile ambayo ilikuwa misaada na vitu kama hivi. Sasa hivi inageuka kuwa biashara, and this is one of the things ambavyo vimepusha hata capital markets za Africa kuendelea, kwa sababu sasa unapata DFIs wanaleta hela, wanahitaji kuwe na structure, some sort of a structure, maybe a bond market, au kuwe na all these things. Kwa sababu hiyo, sababu wanataka kuwa na some sort of a transaction, tumeona tangu mwaka jana
tangu mwaka jana kumekuwa na activities nyingi sana kwenye capital markets Afrika nzima, na hizo aid zimepungua kwa developing countries nyingi, na hela imeanza kutoka tangu 2022, hela imeanza kuondoka tangu Marekani ilipoanza kupandisha riba na uncertainties. I would say tangu COVID ilisababisha uncertainties, na Marekani ilipoanza kupandisha riba, na nchi zilizoendelea zote zilianza kupandisha riba kupambana na inflation ya 2022 baada ya vita ya Ukraine, kupandisha vita ya Ukraine na Russia, kupandisha bei ya mafuta. Na tunajua the sensitivity of fuel price kwenye mambo yote kwa sababu ndio transport na energy. Kwa hiyo ile inflation ilivyoanza pale, ilianza kupandisha riba, hela zikaanza kuondoka kutoka kwenye developing markets, and it's a concept ya Africa, developing markets zote, developing and emerging markets zote. Kwa hiyo ikija global market ikatulia, wakaanza kurudi huku Marekani kwa sababu wamekata riba mara moja, and now wanasuasua. There were stories kwamba wanaweza wakashusha tena maybe twice or once before the end of 2025. If that happens na ikawa consistent kwa Marekani anapunguza riba na developed economies zote zinaanza kupunguza riba, maana hela ikaanza kutoka na uchumi wa dunia ukatulia, hali ya dunia policies zikawa stable na vitu kama hivyo, hela ikaanza kurudi kwenye developing markets kuanza kufetch returns, then we might see a hike of prices. Hapo tunaweza tukaona sasa repricing ya soko upya maybe to the levels that we saw in 2015. Thank you, Manny, for the very good takeaway and more insight on what if foreign investors flooding the Tanzanian market. Well, we wait and see. But moving on kwenye upande wa fixed income, well, hili soko lilikuwa tofauti kidogo na equity market kwa sababu tunaona there was a 96.1% drop kwenye turnover ya wiki. This is inclusive of both government pamoja na corporate bonds. Turnover ya wiki hii ilikuwa tu a mere 2.74 billion. If you're a trader like my good friend Rutiko, well, this turnover will not make you very happy, lakini kwenye upande wa government bonds, tunaona ilikuwa dominated na bonds za miaka 15 ziki account for 54.1% ya mauzo, zikifuatiwa na bonds za miaka 20 40.2%, zikifuatiwa na bonds za miaka 25 5.3%, huku bonds za 10 kumradhi za miaka 10 zikiform the rest of the amount. Lakini kwenye upande wa hati fungani za makampuni kulikuwa kuna bond moja tu ya NBC ambayo ili trade wiki hii kwa turnover ya milioni 20. Well, tukiangalia kwenye upande wa yield, na hapa nitamwomba my colleague Rutiko for some of his insight. Tunaona the highest yields zilikuwa zinaonekana kwenye bonds za miaka 10 14.6%, zikifuatiwa na bonds za miaka 20 14.2%, miaka 25 13.1%, na the lowest yields zilikuwa zinaonekana kwenye bonds za miaka 15 12.4%. These are weighted average yields. Rutiko, what is your take on the returns that investors are getting in the secondary market? Returns are more or less the same. Returns that could narrow down as days goes by. Now, of course, pata yield ya 14% imekuwa ni kama sasa hivi ni ndoto kidogo kwa namna moja au nyingine, na hizo opportunities ni chache. Unajua, kwa mtu anayeuza 10 years kwa 14.6% ina make sense kidogo, kwa sababu anaweza bado ametengeneza hela nyingi sana, kwa sababu kuja kuangalia alinunua bond kwa shilingi ngapi enzi hizo, more likely alinunua kwa a very big discount. Na most of hizo bond unaona ni 10 years, lakini unaona imebakiza labda 5 years to maturity, 2 years to maturity, 3 years to maturity, na alinunua kwa a very steep discount. Unaweza kuona labda return yake inakuwa kubwa kidogo. Lakini ukiachana hapo, pia kuna factor ya bonds zenye kodi na zisizo na kodi, kwamba watu wanajikuta kabisa kwamba makampuni especially kwa corporate side wanapambana sana kununua bond ambazo hazina kodi, ambazo ni za kuanzia July 2021. Hivyo basi unajikuta wako tayari kulipa even yield ya chini, lakini wasipate implication kwenye corporate tax.
hence hizo discrepancies tunazoona kwenye 15 years na 25 years. Labda kwa faida ya wawekezaji huko baadaye tutabidi tu expand hii table zaidi na bond number, labda 10 years itrade bond number hii kwa bei hii na bond number hii kwa bei kwa yield hii, ili angalau mtu aweze akapata picture. Unaweza kushangaa hapa unatafuta ni only average, unaweza kushangaa kwamba zile ambazo hazina corporate tax ndio zimevuta sana hiyo yield kushuka chini, ambapo zenye corporate tax zimepandisha yield kidogo, but ukame bado unaendelea sokoni. Demand ni kubwa, supply inazidi kuwa ni ndogo, na wale wana exit sasa hivi wana benefit because they are exiting at a tremendous profit. Asante. Very well said, Lutiko. Asante sana. Well, kwa kumalizia our weekly wrap, wiki hii kulikuwa kuna mnada lakini ilikuwa ni wa T-bills. Na tunaona there was activity across all tenures. Na more recently imekuwa the trend. Wakati zamani tulikuwa tunaona sana activities ilikuwa kwenye 364 days pamoja na 182 days. But nowadays tunaona activities across all tenures kwenye upande wa T-bills. Na just to highlight the yield or the weighted average yield kwenye 364 days imekuwa ni 6.5518. Weighted average yield kwenye 182 days 5.9. Huku yield ya 91 days ikiwa 6.47 na yield ya 35 days ikiwa 5.9193. Tunaona yield ya 182 days ikishuka kidogo, lakini hizi yield za all the other tenures 35 days, 91 days na 364 days zikipanda moderately. Well, having said that brings us to the end of our weekly wrap. Na niwaombe tu wasikilizaji wasiondoke popote. If anything, kama ulikuwa hujaandaa kalamu na karatasi au kama uko na laptop yako au simu yako somewhere to take notes, this is the right time to do it, kwa sababu we are going to the exciting part of today. We'll be analyzing Q3 results za selected banks 4. Tutaangalia results za CRDB, tutaangalia results za NMB, tutaangalia results za Mkombozi Bank, tutaangalia pia results za Maendeleo Bank. I'm sure we have a lot of very eager investors. Kwa hiyo usikae mbali. Tunatarajia kuanza in a few seconds to come. Well, ule wakati umefika na hivi punde tutaanza to present our analysis of selected banks
hizi banks zote ni listed banks kwenye soko la Dar es Salaam Stock Exchange. Kama nilivyotaja awali, zile benki 4, na let me not preempt, let me welcome our senior manager Mr. Imani Muhingu to take us through the presentation and our analysis of the financial performance or the financial results za selected listed banks kwenye Dar es Salaam Stock Exchange. Mr. Imani, karibu sana. Asante sana Ibra. Basi kama ilivyosema Ibra na kama nilivyogusia mwanzo wakati tunaanza webinar, tunaangalia financial results za quarter 3. Sasa specifically kwa hizi benki 4 kubwa, tunajua kuna benki nyingi zaidi ambazo ziko listed, lakini tunajua ambazo zina appetite ya soko hizi benki 4 ni CRDB na NMB, Mkombozi na Maendeleo. Na hizi ukiangalia kama category mbili ni benki zinazofanana, CRDB na NMB ni wakubwa, Mkombozi na Maendeleo zote ni benki za dini, ni benki ndogo. Zote zilikuwa listed kwenye EGM, lakini Mkombozi imeshatoka kwenye EGM, sasa hivi iko kwenye main investment market, lakini zinafananishwa. Kwa hiyo tutaangalia performance yake hizi benki 4, na kwa kwanza tuanze na CRDB, sio kwa kujipendelea, lakini ndio benki kubwa. Kwa hiyo tunaanza na benki kubwa, tuje benki nyingine tuje benki nyingine. Lakini performance ya CRDB ya sasa kwenye vitu specific, kama mtu sio kangama namba mengi ukaona kama anakuchanganya, lakini kwenye vitu specific ukiangalia hii screen, hii slide imetengwa kuna kushoto na kulia. Upande wa kushoto ni quarterly performance na quarterly change, upande wa kulia ni annual performance. Kwa maana miezi 9 ya mwaka huu na miezi 9 ya mwaka jana. Kwa hiyo tukiangalia sana focus, tukiangalia kwenye upande wa mwaka, hii miezi 9 ya mwaka huu compare to miezi 9 ya mwaka jana, net interest income ambayo ni interest income ukitoa interest expenses, manake ni riba unayoipata ambayo benki imepata kutoka kwenye mikopo iliyotoka, kutoa riba ambayo benki imelipa kwenda kwa watu ambao wameweka pesa au kwenye mikopo ambayo benki imechukua ili kuweza kufinance operations zake. So inachobaki net interest income imeongezeka kwa 23, 22.9. Lakini impairment losses manake ni provisions za mikopo iliyotoka, ambayo mikopo unavotoa mikopo inabidi ufanye provisioning kwa mikopo. Kwa kuna mikopo ambayo inaweza ikawa chechefu, na mikopo inapokuwa chechefu unaongezea provision, inaongezeka kwa 51. Na non interest income ni mapato yote ambayo ni tofauti na mapato ya riba, ambayo kama yako listed hapa chini. Kuna forex income, kuna fees and commissions, kuna other operating income, labda transaction fees na vitu kama hivyo, na dividend income yenyewe imeongezeka jumla kwa 34.8. Na hapa tunajua kuna kwenye strategy ya benki kuna mpango wa kuongeza non-funded income ambazo ndio hizi na interest income. Kwa maana benki kuwa kama tunajua kwa mfano sim banking ni kama super app, kuna activities nyingi ndani ya sim banking. Kwa hata benki kuwa financial services group, kunakuwa na financial services nyingi ambazo watu wanaweza kupata huko ndani. Hizo ndio zinaleta non interest income, na tunayo imeongezeka kwa 34.8. Lakini pia non interest expense ni operational expenses zimeongezeka kwa 26.7, leading to a total net income, ongezeko la net income kufika 27.5 kufikia bilioni 520. Sasa tukumbuka mwaka jana, mwaka mzima 2024, net income ilikuwa bilioni 550. Kwa maana yake imebaki bilioni 30 tu kufikia net income ya mwaka jana. Kwa na imeongezeka tayari kwa 27 ndani ya miezi 9. Kwa hopefully mpaka mwisho wa mwaka performance inaweza ikabaki humo ndani ya 27.5 au 6.27. Mwaka jana tunajua iliongezeka kwa 26, kwa hiyo performance ni nzuri kuliko ya mwaka jana. Sasa earnings per share imefika 199, ambapo na ongezeko lake ni sawa na net income, kwa sababu earnings per share ni net income gawa kwa total number of shares. Lakini haraka vitu vya ku notice operational ile operational efficiency au cost to income ratio, ina interest expense to gross income ya 45.7. Tunajua kuna sheria ya benki kuu kwamba kama benki imefika imezidi asilimia hii, cost to income ratio imezidi 55%,
benki isilipe dividend. Kwa hiyo CRDB amekidhi kwa 45.7%. Lakini net profit margin nayo imeongezeka slightly kutoka 36.4% mpaka 36.9%. Kwa tunaona improvement sehemu nyingi kwenye performance ya benki, kwenye sasa kwenye upande wa mapato na matumizi. Sasa tuje kwenye balance sheet, kwa sababu hivyo vitu kama mapato yameongezeka, sasa net interest income imeongezeka, maana yake inabidi assets ambazo zinaleta hiyo net interest income zio zimeongezeka. Kwa hiyo tukiangalia kwenye upande wa balance sheet, mikopo ndio sehemu kubwa ya balance sheet ya benki. Na mikopo tunayo imefika trilioni 12.8 kwenye mpaka mwisho wa mwezi wa 9, ambayo sasa na ongezeko la 27% kutoka mwaka jana muda kama huo ambao ilikuwa trilioni 10.9. Ukiangalia kwa ongezeko la mikopo limeendana na ongezeko la faida. Ongezeko la faida ilikuwa 27.5 na mikopo ni 27%. Lakini mikopo yote hii, mikopo sio kwa watu pekee, kwa sababu hizo advances ni kwenda kwa private sector. Mikopo kwenda kwa serikali ni hizo government securities, na leo imeongezeka kwa 30% kufikia trilioni 2.7. Mwaka jana muda kama ulikuwa trilioni 2.97. Sasa hivi imeongezeka kama kwa imeongezeka kama trilioni kama bilioni 600 hivi. 600 point kitu. Kwa trilioni 2.7, lakini hivyo vyote vinakuwa finance na deposits, primarily na deposits, lakini pia na mikopo ambayo benki inachukua. Kwa ukiangalia customer deposits imeongezeka kwa 36%. Hasa hapa there is something to note. I think tutaangalia pia kwenye tunapoangalia performance ya benki nyingine. Over the last 3 years kumekuwa na issue, tunajua ya liquidity ilikuwa inazidi kutighten. Benki mobilize deposits miaka hii kama 3, benki mikopo credit growth ilikuwa inakuwa kwa kasi kuliko deposit mobilization. Lakini tukiangalia mwaka huu tunaona deposits zimekuwa kwa kasi zaidi kuliko mikopo ilipotoka, benki ilipotoa mikopo, na kuliko benki ilipotoa mikopo kwa umma na kwa serikali. Yote ukijumlisha deposits zimekuwa mobilized kwa kasi zaidi, na hata deposits zimekuwa kwa kasi kuliko borrowings ambazo zilikuwa zinakuwa kwa kasi kuliko deposits. Lakini deposits sasa hivi zimekuwa kwa kasi kuliko borrowings, ambazo borrowings zimeshuka kidogo kwa 3% mpaka kufikia trilioni 3.19 compared to trilioni 3.28 muda kama huu mwaka jana, ambapo hapa katikati hata kama kuna mikopo mipya imechukua, ama kuna mikopo imachua ambayo benki imelipa na kuanza kurely kwenye deposit. What this does, inapunguza pressure kwenye ile interest margin. Inapunguza pressure kwenye interest margin ambayo ilikuwa ina tighten. Sasa hivi kidogo kunaweza kukawa na leeway. Kulikuwa na interest income hapa, tungeangalia net interest margin ikoje, lakini inapunguza pressure kidogo. So that is something important to note. NPL 3.2%, way below the central bank's target ya 5%, lakini imeongezeka kidogo kutoka 2.6 last year na kutoka 3 quarter iliyopita iliyosha mwezi wa pili imefika mpaka 3.2. Loan to deposits ambayo ilikuwa some contentious ratio, kwa sababu zamani ilikuwa wameweka ile ratio wameset at 80%, lakini baadaye structure financing ya benki ilianza kubadilika. Nadhani akaiacha akaanza kuangalia some other ratios. For loan to deposits mwaka jana muda kama ilikuwa imefika 100% ya benki, sasa hivi iko 93.6, kwa hiyo imeimprove, lakini pia imeongezeka kidogo kutoka 90.1% quarter ya pili mwaka huu. Loan to deposits maana ni unachukua mikopo inaenda kwa umma, unaangalia ratio ya hiyo mikopo na deposits ambazo benki imemobilize, na inabidi mikopo hiyo michache kuliko a healthy relationship, ni mikopo hiyo michache kuliko deposits zilizotoka. Kwa tunaona improvement kutoka mwaka jana ambapo ilifika 100% kurudi mpaka 93.6, na hii ina consider both sides, kwa sababu ina consider kama demand ni kubwa mikopo, ukitoa mikopo makeo aggressive kwenye mobilize deposits. Kwa structure ya soko ambavyo imekuwa inabadilika, mobilization ya deposits hazijawa as easy as it was in the past. Unajua sasa financial literacy inakuwa, lakini benki ime deploy a lot of measures mpaka tunaona hapa loan to deposits ime-improve. Kingine kikubwa cha kuconsider, I think that's it. Anakaka kwa performance, I think kwa sababu itakuwa share tutapitia, lakini vitu vya kuangalia sasa karaka kwenye performance ya benki ni NPL ime-improve, cost to income ratio ime-improve, na faida net margin imeongezeka japokuwa slightly, lakini imeongezeka. Kwa performance general ime-improve na faida imeongezeka kwa 27.5 upande wa CRDB. Then tunasubiri sasa quarter ya mwisho tuone performance itakuwaje going forward, tuje tupate results za quarter ya 4 na mwaka by the end of January
2026, then tutajua performance ya mwaka mzima ikoje. Bei ya CRDB as of today, bei ni 1170 ambayo ni ongezeko la 74.6 tangu mwanzo wa mwaka, almost 75. Na price to book ukiangalia tangu quarter ya kwanza mwaka huu imetoka 0.9 mpaka 1.2. Price to book ratio 1.2, kwa hiyo imevuka kidogo, bei imevuka kidogo book value. Na PE ratio imetoka 3.2, imeongezeka polepole, imefika 4.6. Manake kwa mwaka huu this is lakini quarter ya tatu yote performance ya bei ilikuwa significant. Unajua bei ilifika mpaka 1600, ikarudi chini ikaishia mpaka 1100, imefunga quarter ikiwa around 1200. So sasa hivi PE ni 4.6, manake bei imepanda. Tunasubiri as performance goes tuone bei nayo itaelekea wapi. So that's it for CRDB. Tuangalie haraka NMB ambayo nayo net interest income kama nilivyoelezea kule juu. Net interest income ni interest income baada ya interest expense ambayo imeongezeka kwa 13% au 12.9, na non interest income imeongezeka kwa 7%. So it's different for NMB. Non interest income imekuwa kwa kasi kuliko non interest income, ambapo non interest income kwao ilichoumiza sana sana dividend income iliyoshuka kwa 30%. Fees and commissions zimeongezeka kwa 10.7, na forex nayo imeshuka kwa sababu forex ni sehemu ina portion nzuri kwenye non interest income, imeshuka kwa 17%. I think nayo imekuwa na impact kwenye ongezeko la non interest income. Lakini non interest expense imeongezeka kwa 11.6, imeongezeka kwa kasi zaidi kuliko non interest income, lakini a bit slower kuliko interest income, ambayo interest income ni sehemu kubwa ya mapato. Na tunaona net income imekuwa kwa 14% kufikia bilioni 543 mpaka mwisho wa Septemba mwaka 2025. Earnings per share imefika 1449. I think ni annualized ya mwaka mzima 2025. So wenyewe inajua wakitoa na annualized earnings per share yao, kwa imefika 1449, ambayo ni ongezeko sawa sawa na net income kwa 14%. Return on equity ni 26%, imebaki mle. Cost to income ratio is 37%, imebaki pale kama ilivyokuwa muda kama huu mwaka jana, 37%. Ukija kwenye balance sheet ya NMB, loans and advances imekuwa kwa 14%. Sasa kama ilivyokuwa kwa CRDB, mikopo ilikuwa kwa kasi inayoendana na faida, na kwa NMB ni hivyo. Lakini sisemi hapa kuna any relationship. I think it's just a coincidence kwa mikopo imekuwa kwa kasi sawa sawa na faida, lakini imekuwa kwa 14%. Na mikopo kwenda serikalini imekuwa kwa 9.4. Kwa mikopo inaenda kwa umma imekuwa kwa kasi zaidi kuliko mikopo iliyokwenda serikalini. Kwa upande wa NMB imefika trilioni 2.37 kwa upande wa mikopo kwenda serikalini, lakini mikopo kwenda kwa umma imefika trilioni 9.54. Hiyo ni mikopo as of end of September. Na total assets imefika trilioni 15, ongezeko la 15.5. Lakini hivyo vyote vimekuwa finance na nini? Customer deposits kwa NMB pia kama hivyo CRDB imekuwa kwa kasi kuliko kasi ya kukua kwa mikopo. Kwa maana yake hiyo liquidity inazidi kuimprove. Liquidity kwenye banking sector inazidi kuimprove as long as deposits zinakuwa kwa kasi zaidi. Na tunaona borrowings zimepungua kama hivyo kwa CRDB pia borrowings zimepungua kufika trilioni 1.16 kutoka trilioni 1.48, zimeshuka kwa 21.4, na total liabilities zimeongezeka kwa 14.3. NPL ni 2.7, iko way below target ratio ya benki kuu. Loan to deposits imeshuka less than 90% kwa about 89%, ikionyesha improvement ya liquidity. Kama tulivyosema, tukiona improvement ya liquidity kwenye hizi benki mbili, tunajua improvement ya liquidity is almost across the sector, unless kuna specific challenge na certain bank maybe. Lakini kwa sababu hawa wawili think they contribute more than 40%
ya total assets za benki au activities za banking sector nzima, then what happens hapa reflects at a much space the whole banking sector. Deposits growth tunaona ni 8%, wakati asset growth ni 6%, kwa maana deposits zinakuwa kwa kasi, zinakuwa vizuri. Na tukiangalia bei yake imepanda year to date, as of today imepanda kwa 49.5 kufikia bei ya shilingi 8,000, na yeye vile vile price to book imepanda. Sasa price to book tangu mwanzo wa mwaka kwa NMB ilikuwa more than 1, above 1, kwa imetoka 1.1 mpaka 1.4, wakati PE ratio nayo ilikuwa above 4, imetoka 4.1 mpaka 5.9, ikionyesha ambavyo bei mwaka huu imepanda kwa kasi. Imepanda kwa kasi kama ilivyo kwa CRDB, imepanda kwa kasi kuliko ilivyopanda faida. That's it for NMB. I think tuende kwa maendeleo. Kama kuna maswali naomba tu yatunze, tutakuja kuyadiscuss baada ya kumaliza hizi counter zote. Kama uongee Imani, kama kuna maswali labda tutumie chat. Naona Joe umenyosha mkono. Kwa hiyo kama una swali let's use the chat. Upande wa chat tukiwa na muda tutaruhusu watu kuuliza maswali kwa kuongea, lakini kama muda utakuwa utoshi tutajaribu kuaddress maswali yaliyoko kwenye chat. Tuje kwa maendeleo. So hivyo kwa mwaka interest income imeongezeka kwa net interest income imeongezeka kwa 10%, which is at a slower pace kuliko watu wawili tuliona hapo juu. Na non interest income imeongezeka kwa 12%, ikiwa push sana na fees and commission ambayo ilikuwa kwa 14%, wakati FX imeshuka significantly mpaka ni milioni 2 kutoka milioni 56. So imeshuka significantly, lakini fees and commissions tumedhani jazi mpaka imepanda kwa 2.6. Non interest expense imeongezeka kwa 18% kwa kasi kubwa kuliko ongezeko la mapato, ambayo imesababisha net income imeongezeka kwa kasi ndogo sana 4% tu. Earnings per share imefika shilingi 81 kutoka shilingi 78 mwaka jana muda kama huu. Na return on equity iko 9.9%, is quite somewhat low, ila cost to income ratio iko at 64%, which is above the central bank's regulatory limit ya 55%. Kwa maana yake maendeleo hata mwakani kutoa mpaka sasa hivi, tuseme sasa hivi mwaka unaokuwa unaisha, kutoa gawio maendeleo inaweza ikawa changamoto. Inaweza ikawa changamoto kutoa kwa sababu hajamit hiyo ratio kama benki kwa hivyo. Mpaka tunakumbuka tulifanya webinar wakasema mwaka huu alitaka kulipa gawio, lakini kwa sababu walikuwa hajamit regulatory limit, benki kuu akawaambia wa submit huo mpango. Maybe kama huo mpango umekuwa submitted, sasa tunabidi tupate update kama mpango umekuwa submitted na unaenda vizuri, kwa hata kama hawajamit hizo regulatory limit, kama wanaweza kupewa leeway ya kulipa gawio mwakani. Lakini that is until we talk to them and get an update. Kwa hizi ratio hapa, maana yake wanaweza qualify kulipa dividends mwakani. Upande wa balance sheet ya maendeleo, tunaona mikopo imekuwa kwa 12.2%, wakati deposits imekuwa kwa 18.2%. Inaendeleza ile perspective ya kwamba liquidity ina improve kwenye banking sector. Kwa sababu kiangalia mikopo, deposits imekuwa kwa kasi zaidi kuliko mikopo ambayo imekwenda kwa umma, ila what's different, mikopo kwenda serikalini imeongezeka kwa kasi zaidi. Upande wa maendeleo imeongezeka kwa 50.9%, kutoka bilioni 31 mpaka bilioni 48. At least hapo upande wa mikopo mingi ienda serikalini, tumeona activities zilipokuwa nyingi sasa hivi kwenye treasury bond mwaka huu, kwa maendeleo yalipeleka hela nyingi zaidi huko. Lakini mikopo waliokopa wao nao imeongezeka kwa 87.4%, kutoka bilioni 17 mpaka bilioni 32.9. For financing, upande wa deposits sasa zimekuwa, lakini pia wamepata financing nyingi kutoka kwenye borrowings, which lazima ita tighten net interest margin. NPL imepanda kidogo mpaka 5.77, japokuwa ni improvement kutoka 7.9 ambayo ilikuwa kwenye quarter ya P, but higher than this time last year ambayo ilikuwa 5% kamili. Kwa maybe improvement kutoka 7.9 mpaka 5.77
we can assume mpaka mwisho wa mwaka inaweza kama improve, imeshuka chini ya 5 ili iweze kuwapa liwe ya kuweza kulipa gawio, lakini cost to income ratio ikibaki pale pale ilipo itakuwa changamoto kwao kulipa gawio. Loan to deposits is way at a comfortable level ya 85%, ambayo imeimprove kutoka kwa pili ilikuwa 79%, which shows some aggressiveness kwenye upande wa kutoa mikopo, kiasi kwamba mikopo imepanda, ratio ya mikopo to deposits imepanda mpaka kufika 85%. Year to date price ya maendeleo ni 125.8, ongezeko la bei. Ongezeko la bei ni 100%. Ongezeko la bei ni 111.3 kufikia 600. Bei sasa hivi ni 655. Tunajua bei ikifika mpaka 900 kwa imerudi chini, imeanza kucorrect. Bei ni 655 as of today. Nayo tukiangalia price to book na PE ratio imetoka 0.4 mpaka 0.7, is still less than 1, lakini PE ratio iko at 5.1, which shows tofauti kwenye mapato na assets za benki, kwamba assets hata kama ziko juu, rate ya mapato kwa assets hapa, return on assets lazima itakuwa chini, na tukiangalia return on assets iko at 1.5. Yes, lazima iwe chini kwa sababu kuna disparity ya PE ratio na price to book iko juu sana. Basi tuende kwenye mkombozi. Highlight ya maendeleo kwenye mkombozi. Mkombozi naye net interest income difference, mkombozi net interest income imeshuka kwa 1%. Maana yake mapato baada ya mapato ya riba, baada ya kutoa gharama ya riba imepungua baada ya kuongezeka, lakini non interest income imepanda kwa 64.4, significant growth ambayo imekuwa kwenye upande wa fees and commissions. Na hii nadhani ni baada ya kwenda digital. Maana mwaka jana tunajua walibadilisha kwa banking system na wakaenda digital, wakafungua application yao. I think hiyo ndio imepandisha fees and commissions. Imepandisha fees and commissions kiasi hicho mpaka kufikia bilioni 5.3. Imepanda kwa 62.2, na other operating income imepanda kwa 97. Ikafanya non interest income kupanda kwa 64, na hii imepandisha sana mapato ya benki. Na kuangalia hata kama mapato ya riba yamepungua, lakini net income imeongezeka kwa 13%, na earnings per share imefika shilingi 445, ambayo ni ongezeko la 7.5. Pia cost to income ratio imepanda kidogo, imeshuka mpaka 44 kutoka 50 muda kama huu mwaka jana, ambayo inamruhusu, tukiangalia na NPL ambayo kwa 5%, inamruhusu mkombozi kulipa gawio comfortably. Inamruhusu comfortably nani kulipa mkombozi kulipa gawio, inamruhusu kulipa gawio japokuwa NPL ikiwa at a rate of 5% kamili, sijui benki kuu hapo anaruhusu vipi, lakini as long as cost to income iko less than 55 then they're fine. Na upande wa balance sheet kwa mkombozi, mikopo imeongezeka kwa 17%. As a difference kwa mkombozi na benki nyingine na nani zote tulizoziona ni kwamba customer deposits zimekuwa kwa pace ndogo kuliko mikopo iliyoenda kwa umma. Customer deposits zimeongezeka kwa 7.5, lakini loans and advances zimeongezeka kwa 17.6. 17.6, na mikopo kwenda serikalini imeongezeka kidogo at 0.8%, way lower, less than 1%. Kwa hiyo hela nyingi imeenda kwenye mikopo iliyoenda kwa umma, japokuwa customer deposits zimepungua na borrowings nazo zimepungua kwa 42%, which means loan to deposits ilibidi iongezeke.
Imeongezeka, yes, imeongezeka mpaka 81% kutoka 75% kwenda 81% kwa sababu mikopo imetoka mingi bila mobilization ya deposits ku match the pace. Kwa NPL tunaona hapa iko 5% kama ilivyogusa sasa zile, japokuwa ndio iko 4%. So NPL ni 4% kutoka 5% muda kama huu mwaka jana. Kwa sasa this clears Mkombozi hapa sasa hivi, kama tungoto tunafunga mwaka anaweza kulipa gawio. What we need right now from Mkombozi ni payout ratio, dividend policy ambayo inajulikana, ambayo payout ratio hatukui haijawa communicated, at least haijawa communicated kwa benki. Kwa tukipata payout ratio market tunaweza tukapredict dividend ya Mkombozi inaweza ikacheza wapi mwakani. Unajua mwaka huu alipa shilingi 92.4, mwakani tutajua atalipa vipi na vitu tupate payout ratio kutoka kwa benki yenyewe, benki husika. I think that's it. Kwa upande wa Mkombozi ukija kuangalia bei tunajua watu walionunua shares za Mkombozi mwaka huu tunajua jinsi walivyocheka. Tangu mwanzo wa mwaka return year to date ni 416.7 na leo bei imefunga 2790. PE ratio imepanda mpaka 4.3, price to book bado iko 0, iko less than 1, iko at 0.9. Looking at it, I think there's still value here. Yes, sijui wenzangu mnaonaje, lakini PE ratio ya 4.3 labda tukipata dividend policy kama waka fixed dividend policy, sio at the deliberation ya board, lakini PE ratio ya 4.3 na price to book ya 0.9, kama payout ratio ikiwa somewhere that makes sense, I think there's still value. Labda ili kuongeza value imani, twende katika level ya kwamba compare hizo PE ratio na PB ratio kwenye all the 4 counters za banking sector, ili tuweze kuestablish the value in one way or the other. Kwa sababu ni kweli PB bado iko below 1, which is good, na tumeona CRB iko save at 1.2. Kwa hiyo you can imagine Mkombozi akaenda 1.2, price inaweza ikapanda paka kiasi gani. Lakini the same kuna hizo room, bado Maendeleo pia pale yuko chini kidogo, lakini bado kwenye PE kuna wengine wako juu mpaka 5, kuna 4.3. Na hiyo inaweza ikampa msikilizaji value zaidi kuangalia kwamba in case hizi counter zikireprice katika ile ya highest kuliko zote, bei inaweza ikaruka kiasi gani, na akamuonyesha bisa kwamba wapi kuuza, wapi ku hold na ikabeba. Na hata other ratios like I believe katika hizi counters zote ambazo tumeziangalia, it's only Maendeleo ambao ndo wameruka kidogo, NPL iko juu na cost to income bado iko juu. Lakini hizi benki zingine tatu, Mkombozi, NMB, CRDB, zote ziko below zile thresholds za BOT, za cost to income ratio, za NPL ratio. Na in one way or the other you can see why the prices are doing the way they are doing in the market. Sasa kama msikilizaji ana option mbili pia. Option ya kwanza ni kuride na hizi stock ambazo ziko on the green, au ateka risk na Maendeleo ili akija kwa kwenye green ale potential ale gain kama alo gain Mkombozi, kwa sababu you can imagine mwaka jana Mkombozi na yeye alikuwa kwenye red baadhi ya vitu including NPL na cost to income. Sasa imagine Maendeleo akirudi pale, Ibra unaweza kutusaidia PB ratio yake, PE ratio yake iko ngapi Maendeleo? I think the difference iko hapa ni 5.1 PE ratio na PB ratio ni 0.7. But the difference, I think the difference between Mkombozi and Maendeleo kwa mwaka jana, kwa mfano Mkombozi PE ratio ilikuwa around 1. That was a clear opportunity kwa sababu ilikuwa around 1. Na ukiangalia PE ratio ya Maendeleo sasa hivi ni 5.1. Hata akija akatoa payout ratio say 30% bado itakuwa chini. Lakini you can imagine hata PE ratio ya 1 alafu angetoa payout ratio ya 30, hiyo ingechangamka sana. So I think that is the major difference between the two counters compared to opportunity kwa Mkombozi mwaka jana na opportunity ambayo inaonekana kwenye Maendeleo sasa hivi. Lakini ukiangalia hizi PE ratio ya Mkombozi bado iko chini kuliko PE ratio ya hizi benki zote tulizodiscuss leo. Yenyewe at 4, standing at 4.3, iko chini kuliko zote, na price to book iko juu kwa Maendeleo peke yake, lakini iko chini ya NMB, iko chini ya CRDB. Kwa hiyo tunachomiss kwa Mkombozi ni payout ratio tu. Na payout ratio, kuna mtu mmoja ameuliza kwenye swali hapa, ngoja tuangalie payout ratio mwaka jana ilikuwa asilimia ngapi tu kiasi. Ilikuwa 24%.
kwa 24% na sasa hivi Karibu 440 na kitu. 445 ukichukua Annualize performance. Annualize hapo au isha annualize 45. You can imagine why the na uwezi amini juzi tu hii stock ilikuwa imeyumba kidogo tulikuwa kwenye levels za 2000 bado kwa hiyo kuna ka 30% tumekaacha ukaona kwa 593 leo yani kwa kota hii hapa kuna muda ilishuka mpaka 2000 kwa 593 kwa pair ratio ya 24 Gala shilingi 150 tuseme around hizo levels. Na safari haitaji kuomba kibali BOT ya kufanya hizo ratios kwa sababu tayari apply kote. Lakini pia kuna hiyo capital gain ambayo mtu ameiacha hapa. Ukiangalia bei ilikuwa like the last 2 weeks ago na bei ambayo iko leo. You can imagine kitu tumebook 10%, ndio? 10% growth kwa wiki. Ambayo yenyewe kwa siku 4. Of course there's an opportunity ambayo imekuwa lost maybe, lakini it's still a good counter. Still a good counter. Na ina viability kubwa bado. Wakiweza ku maintain the same performance that they have been maintaining. Yes, lakini hapa cha kujiuliza kwa sababu what happened ni fees and commissions zime bounce almost double within a year, within 9 months, within a year compared to mwaka jana. Na hicho kitu turudi kwenye fees hizo na commission tuone kiasi gani bounce back. Hicho changamoto nyingine imani ambayo unaweza kuona ni hizi counter ni kwamba a billion or two it's a lot. Yes. A billion or two is a lot na imetoka 2.7 billion kwenda 5.3 billion. Na mapato yake jumla interest net interest kama bilioni 20. Kwa a billion, well, it's a lot and it matters. Ongezeko lake it matters. Lakini sasa what's worrying ni kwamba net interest income imeshuka. Imepungua na loan and advances zimeongezeka kwa 17.6. Sasa kama loan and advances zimeongezeka, kwa nini net interest income imepungua? I think hicho ni kitu cha kuelewa. Wameshusha kutoa rate kwa rate ya chini. Yeah, maybe they are mobilizing funds at a higher rate also. Which is also inaweza ikaeleweka kwa namna moja nyingine kutokana na kwamba sasa hivi ana move kwenda kwenye ushindani mkubwa zaidi. Yes, but then borrowings zimeshuka by 42%. Deposits zimeongezeka at lower pace kuliko loans and advances. Kwa nini net interest? Labda tuangalie tukipata tuangalie. I think we need a call. We'll obviously need a call with them and to see what plans ikoje kwa sababu bado counter inaonyesha viability. Easy fluctuations zinatokea. We have seen a lot of fluctuations na pia borrowings za kupungua ukumbuke kabisa kwamba chances kwa borrowing inapungua ni ile ya high interest. I think tumeona bank sector imekuwa ni ngumu sana. Mtu akikopa kama alikopesha kwa 20% akianza kukopa kwa 15% sehemu nyingine benki hiyo inanunua mkopo wako. Kwa hiyo eventually unajikuta kabisa kwamba ina stretch kwenye interest income yako na pia ina stretch borrowing zako kwa namna moja au nyingine. Lakini tungempata mtu mkombozi na tulishawahi kumpata na we can invite him again. Ibro unaweza kutusaidia tuandaa session kabisa ya deep dive na kuangalia the potential ambayo bado tunaiona ipo hapo kama kweli bado ipo. Lakini kwa fomu ya msingi mkombozi standing ni kwamba sasa hivi ameingia kidogo kwenye ile ligi ya kushindana na watu wakubwa. Na ina cost kidogo kwa sababu ukija kushindana na big giants ambao wana deposits za kutosha, wana vitabu vikubwa, wao wakienda kwa advance loans na advance at a lower interest kidogo, unakuta kabisa kwamba na mobilize funds at a low, maybe sometimes at a cheaper cost kidogo, kwa anaweza akaoffer cheaper interest, labda yeye hajafika huko na inaweza ikamfanya ajistretch kwa namna moja au nyingine. Lakini it's a better pain ambayo lazima ipate kadri inavyozidi kukua. Well, tunajua tuna wasikilizaji wengi sana na kama kuna any staff, any person from these banks, from Kombozi Bank, from Maendeleo Bank, NMB, ambaye anaweza akashare perspective yake openly, tunamkaribisha pia, anaweza kanyoosha mkono akajitambulisha na akaweza kushare perspective. It will be nice for the community in general to just have this insights, na ndio maana pia tupo hapa kwa ajili ya kupeana hizi habari. Sasa the question comes kwenye upande wa dividend yield, tunaona sasa zinaanza kusqueeze. Nilikuwa naangalia tu kwa eBay, assuming the share price will just hover the same, yield inakuwa kama 5%. Kwa hizi yield kwa 5%, is it the new normal?
Na hapo expand tu kwamba tulizoea most of these stocks zina traded below kwenye PB ya chini ya 1. Sasa hivi tunaanza kuzoea juu ya 1. Na vile tulikuwa naongea na mtu hapa kati leo hii jana leo kwamba whether you like it or not, we have a very big challenge. Imekuja ETF no product mpya tunaongea, lakini na imeimeza kama bilioni less than 10 billion, right? Watanzania wanaingia kwenye soko kila siku ni wengi, alafu wanakutana na product zile zile, shares zilizoko listed ni zile zile, investors ni wale wale, alafu investors wenyewe sio wa kubuy, sio wa kutrade kila siku, wengi ni wa kubuy and hold. Na wewe mwenyewe yani una advise investors wengi kwamba kwa na long term trajectory unavyoinvest, sijui unielewa. Kwa hiyo ukinunua shares za CRDB sio uuze kesho, sio unielewa. Ukinunua shares za NMB sio uuze kesho, unafikia 5-10 years. Kuna kizazi kipya na kikubwa, na maana hata ukiangalia zile spike, ukirudi pale kwenye graph zile zinaonyesha Ibra, kuna spike kubwa ilitokea pale hapo katikati Julai, ilitokea kote kwenye hizo counter zote, tumeona hizo spike zikitokea, spike zinatokea. Hata hizo spike ambazo zimetokea ni retail investors walikuwa wanaingia, wanazidi kununua hizo stocks, tumeelewa. Na tunapoendelea kwenda huko, au investors wanazidi kuingia. Tusipokuwa na good listings, kuna uwezo wa hizi PB tukaanza kuziona at 1.7, 1.8, dividend yield tukaanza kuziona 3%, 4%. Kwa nini? Kwa sababu demand ni kubwa, supply ni ndogo. Na utaona wote angalia toka 0.3 PB, 0.5 sasa tuko 0.9. The same CRDB 0.9, 1.1 mpaka 1.2. NMB tuko 1.4 sasa hivi. Wote tunaona kabisa kwamba tunaanza kuona new normals kwenye hizi ratios. Kwa nini? We have high demand product zile na bahati mbaya kwenye government bond hizi zinashuka. Watu wakiamua kurudi kwenye equities, this is what we are seeing. As you say, na nakumbuka kwamba huko saizi wale traders waoga vile vile wanapungua, kama wamestafia kwenye bond. Sasa imagine hii new wave ikirudi huku, yenyewe inajua matunda tu, the good 5 years we've had kwenye stock market, you can imagine jinsi itakavyo drive valuation. Lakini of course, as we always say, nje ya Tanzania, this is also a regional phenomenon. Nilikuwa naangalia hapo heading ya gazeti ya Business Daily ile la Kenya, where NSE na mwenyewe ana rekodi one of the highest turnovers ambayo kuziona ndani ya soko lake. Unaona, so hii ni phenomenon ambayo kwa kweli I would say kwamba will it be fair to call it kwamba it's a recovery for these African frontier markets? Maybe it's the beginning of that particular recovery, lakini sasa inakuja at a price where yields sasa zinaanza kusqueeze, lakini pia products zinakuwa chache, so there is a call for new products kwa kweli. Na we always say this internally kwamba leo ikitokea IPO ikawa priced very well, yani imagine inakuja products shilingi 100 bwana, you can imagine the friends. That's shilingi 100 inategemea valuation. Unajua inakuwa price very well ni shilingi 100 au inakuwa price at discount. Relative, relatively. Lakini all in all, hanga ya new product ipo, na kuna new normals ambazo tumeanza kuziona in one way or the other. Lakini kwa wewe mwekezaji pia angalia katika this context. Whatever hizi kelele tunazopiga kwamba tunaona new normal, bado tuko kwenye share, tuko na wanaisa 700,000. Sasa imagine wanaisa wakifika milioni 2. Yaani zile CDS zikaanza kusoma 2 million. CDS ambazo ziko za investors. Imagine tutakuwa tunaona normal za kiasi gani, na imagine how much would you be making. Yani kwa mfano rahisi tu kwamba hiyo bei, hiyo PB ilivyotoka, ukiangalia kwa mfano CRDB akiliprice hivyo, unaweza kupigia calculation, CRDB akiliprice akaenda 1.4, bei yake itakuwa ni shilingi ngapi sokoni? And the same kwa maendeleo. Kwa wewe mwekezaji, kinachobidi take home ni kwamba tuna products chache sokoni. Watu wanazidi kujua soko, watu wanazidi kuingia kununua. Unapoingia wewe sahihi, inamaanisha kwamba ukisha hold hizi product, hizi ratios zinabadilika kwa sababu demand inazidi kuwa kubwa, supply ni ile ile. Inamaanisha kwamba you are making money in the process. Na haya mambo sio mageni, kwa sababu kwenye masoko ya wenzetu wanaona returns, dividend yield sio kubwa kama tulikuwa tunazoea huko Tanzania. Tulikuwa tumezoea dividend yield mpaka 11, 12%, 15%. Sasa watu wameshuka mpaka 5%. You can imagine.
Utiko CRDB ki-reprice at PB 1.4 atakuwa ni 1365. Yeah. Kwa hapo tayari kuna gain ambayo mtu amefanya nini? Ametake home. Si umenielewa? Lakini pia kumbuka kila kota, hii tunaongelea leo. Imagine ame price Januari. Na hapo PB yake mpaka mwezi wa 12 imeshaongezeka. Unakuta bei inazidi kufanya nini? Kupanda. Si umenielewa? Kwa at the end of the day, wewe kama mwekezaji right now, ndio yale kwa mtu alinunua bond kwa yield ya 15.5. Akija kuuza leo kwa yield ya 13.5, ametengeneza hela nyingi mno. Sawa? Kwa sababu kwa haraka ile bond ambayo alikuwa anunua bond ya 15.95 alikuwa ananunua kwa bei ya 100 labda 102, akija kuuza leo anauza kwa 120. Tuashumu. Anauza kwa 120, kwa mtu aliweka bilioni hapa na bilioni 200 mpya. Nje ya hizo interest ambazo amefanya nini amekula. Na kwa nini? Kwa sababu soko limereprice nini? Yield. Sawa. Sasa tunachokiona ni kwamba watu wanazidi kuingia wengi kwenye market. Uwekezaji unazidi kuwa mkubwa. Product zile zile. Inamaanisha kwamba obviously tutake tustake hizi rate za business zishuke. Rate zinapozidi kushuka wewe unafanya nini? Unatengeneza, sababu ununua kwa rate kubwa unajua kuuza kwa rate ndogo. You're making money. Sababu rate na prices na invest relationship. Kwa hiyo mwekezaji wetu huu ni muda mzuri sana kuweza kufikiria kuingia kwenye soko. Ukisubiria the next 5 years akati ushafika CDS ya kwa hiyo mkombozi akifika 1.4 tunaongelea 4340. Kwa hiyo you can imagine all these opportunities ambazo unazina kwenye market. Kwa hiyo ukisubiria uje kununua series zishafika milioni na zibakiwa kipindi na nusu series akibia nusu tufike milioni. Dr. Base ishapanda haifaa. Sasa hapo. Joa, umenyosha mkono muda mrefu sana. Labda nikukaribishe kama una swali. Kama hauna ushushe mkono tupitie maswali kwenye chat mara moja. Joa, karibu. Ibrahim ameshalao mic yako kama una swali. Kama hauna basi naomba ushushe tu mkono. Naamini Joa labda alikuwa ameweka mkono wake. Alikuwa ameweka mkono wake kwa bahati mbaya. Tunaanza na swali la mwisho kabisa. Leo nimeanza investment. Na hii hapa naomba Imani na Ami mtajibu. Najua sana chief. Any insight on the ETF performance? Ami, ila kwako kabisa ile. Any insight? Bahati nzuri bahati nzuri the first NAV imekuwa posted jana. Jana ilikuwa posted at shilingi ngapi? Nipe muda tu hapa nina msoti. Ninapokuja swala la ETF nipo. Jana NAV ilikuwa 267.27. Leo NAV. Kwa hiyo hapo thamani ya vitu vilivyowekeza ilikuwa 200. Thamani ya zile hisa ni 267.27. Lakini bei sokoni ni kama 375. Ndio kwa mara kwanza niposti nao. Yes, premium kama ya 40%. Premium ya 40%. Leo NAV ni 253.45. Na bei imeshuka pia 360. Lakini as we are closing vile ubaoni outstanding offers zilikuwa nyingi, actually outstanding bids hazikuwepo. So it's not that orthodox, na tutabidi tuongee na Imani na watu wa Vertex nzuri. Labda tutabidi tuweke session pekee ya ETF ili watu waweze kuelewa ETF. It's a new product, imeingia sokoni na naamini kabisa kwamba kuna knowledge gap. Maybe hiyo knowledge gap inaweza ikawa imesaidia inaweza ikawa imechangia kwenye mahali ambako bei ilipo, lakini kwa namna moja au nyingine tusicomment sana. Naomba tutengeneze a specific day ya kuongelea ETF na jinsi ya kuweza kufanya nini, ya kuweza kukusaidia wewe mwekezaji, lakini pia kwa sababu Vertex amekuwa na pioneer kwenye hii. I believe hiyo session labda tutabidi tuombe audience kama atakubali tutakuwa tunayo session. Yes, Tiko, na it is also due to popular demand. Kwa kweli tumeona over the weeks our listeners, wafuatiliaji wetu wamekuwa wakiulizia sana ETF, which calls for a session with Vertex, and we can talk more about the ETF, especially being a new product in the market, na tutawafahamisha pale muda utakapokuwa umefika. Asante. Kionga anauliza nini kinafanya NMB iwe na higher profit than CRDB wakati CRDB income yake ni nzuri zaidi, na kuna mtaalamu kabisa hapa Chia kamjibu. Nadhani kwa sababu NMB inabana matumizi sana, hii inapelekea kuwa na faida kubwa. Difference ya faida kati ya NMB na CRDB haijawa kubwa hivyo so far.
Lakini Ibra naomba tufanyie calculation haraka haraka kwamba je, CRDB angekuwa na cost to income ratio kama NMB, je faida ingeendaje hapo? I believe Gia amejaribu kumjibu Kevin hapo, lakini Ibra akifanya calculation anaweza akakupa a more insightful answer. Fadhili Sheda anauliza, I have observed that the share prices of several Tanzanian stocks including CRDB, NKCB, NMB and other shares in the industry apart from banking sector experienced a significant increase around May and June, but more recently appear to have stabilized or declined slightly. Could you please provide an analysis of key factors or drivers that contribute to this price movement and offer a perspective on the potential future trend based on drivers au current context of October May shape? Mimi wenzangu nitaruhusu muadresi hili swali, lakini mimi nikitaka kumjibu Elifadhili Shahidi out of my own personal experience. Bahati mbaya sana mwaka huu soko limewahi kuliprice. Bahati mbaya sana, lakini kwa miaka mingi sana soko lilikuwa linakuja kuliprice kuanzia Februari. Kwa hiyo kilichokuwa kinatokea Elifadhili, na naamini na tamani huo naelewa nachokiongea sasa. Unaona umeaddress kwa Kiingereza, maybe unaweza kuwa unajua zaidi Kiingereza kwa Kiswahili, lakini what happened huko nyuma ilikuwa ni kwamba soko lilikuwa linachelewa sana kuliprice the stocks. Umeona hapo kila quarter benki zinatoa financials, tunajua earning per share ni shilingi ngapi. Kwa hiyo unaweza ukaproject hata dividend itakayokuja itakuwa shilingi ngapi. Alafu at the end of the day uta base soko bado haijamu. Kwa hiyo katika moja ya technique ambayo ilikuwa inaanza sana hela ilikuwa ni kununua stocks November, December, kuja kuziuza lini? February. Kwa nini? Kwa sababu unakuta financials zishafungwa, audited ishatoka, watu wanaanza sasa kuangalia dividend inakuja shilingi ngapi. Lakini pia kuna a very big advantage ambayo watu wanaikimbiliaga, na maana uta May base inapanda. Kwamba ukinunua share sasa hivi na mtu ananunua share May kama bei, yani mtu ananunua share around kuanzia February mpaka May, anakaa muda mfupi tu anapokea gawio. Na maana utaka sometimes pia pale utaka purchasing inakuwa ni kubwa sana, kwa sababu watu wananunua, anapata gawio, ana take profit, na mara nyingi pia muda ule gawio likitangazwa bei inakimbia sana. Kwanza shanga mtu akauza kabla ya gawio, aka take profit kubwa kwa kulipa ile gawio ambayo ilifanya nini imetangazwa. Kwa hiyo imekuwa ni moja ya technique. Kama kuna mtu mwingine yote na suggestion ya tofauti kati ya hapo anaweza akasema, lakini pia you should also note kwamba by April ndio tunakuwa na audited financials sasa, kwa sababu zote hizi ni unaudited. Yes, na kuongezea kwa mwaka huu imekuwa tofauti. Kwa mwaka huu bei zimepanda. Ukiangalia tulifanya hapa hadi tulifanya nusu mwaka, tulifanya I think miezi 9. The highest point kwenye soko letu kwa mwaka huu ilikuwa around August. Ndio bei zilikuwa zimepanda, zimefika the maximum point kwa bei zote ambazo zilipanda mwaka huu. Na ukiangalia kwa mfano the likes of TBL na Vodacom na TCC zilianza kushuka. Kuna impact kubwa ilitokea June baada ya kubadilisha sheria kuanza kuruhusu counter price determination mechanism kuwa more flexible baada ya sheria za trading kubadilishwa, ambao nayo tulifanyia webinar yake. Ukipita YouTube kwenye zile webinar tulizofanya unaweza ukaiona, ikaelezea vizuri sana kwa nini bei zimeanza kuwa flexible, kwa sababu zilibadilishwa zile sheria kabla hazijaanza kazi. Tulifanya webinar na tukaelezea what we expect to happen baada ya zile sheria zikianza kufanya kazi, and that is exactly what happened kuja miezi yote iliyofuata hapo mbele. Kwa hiyo highest point in time base ilipanda ilikuwa August, and the biggest reason ilikuwa ni kubadilishwa kwa hizo sheria. Lakini kama alivyosema Witiko, huko nyuma kawaida huwa around May ndio dividend na annual reports zinatoka na IAGM zinafanyika. Kunakuwa na activities nyingi sana kipindi hicho, kwa shares zinapandaga bei kwa sababu watu wanategemea kupata dividend, and then ukija around June huwa zinashuka. Tukiangalia tabia imeanza kubadilika mwaka juzi na mwaka jana, sasa kwa NMB ikaja kwa CRDB. Bei unakuta kwa sababu watu washalipwa dividend, zile dividend wanaanza kuzireinvest, unakuta bei inaanza kupanda around July and August. Kwa mwaka huu sana zimepanda sana kwa sababu hizo sheria zilibadilika, na tunaona financial interest imekuwa, tumeona ambavyo soko ilikuwa liquid mwaka huu, tumeona ambavyo domestic investors wamechangamkia soko kiasi kwamba bei zimepanda kwa kasi sana. August zikafika the highest point, na tunaona sasa hivi kidogo zimecorrect zimestabilize somewhere else. Okay, asante sana Imani. Kevin Furaha anasema mwaka jana MKCB dividend payout ratio ilikuwa ngapi? I believe Ibra ameshajibu around 24%. Andrew Mboya anauliza hiyo cost to income ratio ya maendeleo kuwa kubwa imesababishwa na nini, au ni yale matai mapya yalifungua? So also should we expect bonus share again next year? Also naombeni payout ratio ya maendeleo. Pia naombeni comment kuhusu earning per share ya Tembo. Hii Tembo atakuwa na maisha CRDB. Kwa tawani kwa tatu kwa tafiri na difference sio kubwa. Hivyo naomba unisaidie kuangalia cost to income ratio mwaka jana maendeleo. Na mimi bado haijai kuwa chini sana.
lakini naomba clarify tu cost to income ratio imeendelea for the past 2 years ili tuweze kumjibu Andrew Mbowe vizuri, lakini pia hiyo comment ya earning per share ya Tembo na difference sio kubwa sana Q1, Q2, Q3. But actually results za CRDB they have been impressive than what we expected, kwa sababu unaweza tukumbuka kabisa kwamba quarter 3 ndio muda ambao tunabadilisha core banking system. Tuliona maendeleo, tuliona mkombozi mwaka jana kubadilisha core banking system kumchapa sana kwenye financials na kuweza kufunga na financials ambazo hazina impact kubwa pia. It has been something that is it's really tremendous. Kwa hiyo difference sio kubwa, lakini imepanda. Kwa sababu mpaka sasa hivi kumbuka CRDB ana profit ya 550, si ndio? Na mwaka jana mwaka mzima alikuwa 550, si ndio? Kwa hiyo hii kota nzima tunao sasa hivi, hiyo ni growth kwa CRDB ya income vis-a-vis mwaka jana. Kwa hiyo Ibra, cost to income ratio inaendelea. Maendeleo 2024 cost to income ilikuwa 59.24, 2023 ilikuwa 58.42. Na mpaka sasa hivi ngapi? Now we are looking at 64%. Oh, so kweli imepanda. So I believe we can assume kama labda ni hiyo issue matawi longelea, lakini pia I think when the next bill leo tutaongea na nini? Leo tutaongea na management ya maendeleo ili kuweza kutupa comment. Kwa hiyo swali lako tutalichukua kama uweza kuliongelea hapo. Guys, kuna hata issue ya expect bonus share, I believe hatuwezi kucomment sana, lakini kwa hiyo hali ilivyo hata kutoa bonus share inaweza ikawa ni issue kidogo kwa sababu ya performance hiyo, lakini hii naomba tuache tupate comment from management. Ami, Ibra, Imani, any comment kwenye earning per share CRDB? Kwa kweli mimi sina comment. Okay. Performance ni performance, imeshatoka ndio iko hivyo. You know, quarters hazitofautiani sana. Kwa hiyo ukisema quarter 1, quarter 2, quarter 3 ziko hazina tofauti, maana yake ndio zinatakiwa zisiwe na tofauti. Ukiwa na tofauti then maana kuna quarter moja inakuwa the best quarter tofauti na nyingine. Watu ni wale mikopo ni ile. You can imagine mkopo ambao umetolewa labda Januari utalipwa within the same, na una perform vizuri, maana utalipwa within the same pace throughout the year. Mikopo mingi inalipwa aidha kwa mwezi au kwa miezi 6, mikopo ya bond. Kwa hiyo you don't expect kuwe na tofauti. Kama kuna mkota inatoa mikopo mingi, basi hiyo mikopo itaingia kwenye balance sheet na itaendelea kuwa service throughout the year. You don't expect kuwe na tofauti ya faida au mapato throughout the quarters. You expect them to be the same. Labda kwenye non interest income unaweza kuona tofauti maybe kwenye fees and commissions, labda kuna miezi ambayo watu wanakuwa very active. Tuseme kwa mfano December, watu wanakuwa very active, wamesafiri, watu wanaagiza vitu, wanatumia sana digital transactions na vitu kama hivyo. Unaweza kuona maybe kunaweza kuwa na tofauti, lakini portion hiyo consider na overall income ya benki inaweza siwa na impact sana. Kwa that is, it's normal kwa quarter zote kuwa na the same amount of profit or the same amount of income. That should be the case. Haya, je, anasema you think kushuka kwa bei ya ETF kumetokana kutangaza kwa NAV jana, maana demand ilikuwa kubwa but imeshuka ghafla? It's the first time na mimi ndio nimeona NAV kwa mara ya kwanza jana, na kuna chances kubwa hivyo kwa sababu mtu yote baada ya kuona ile NAV na kuona bei ilikuwa sokoni ndio sasa I'm buying this at a premium. Kwa hiyo kuna chances kubwa sana. We can say with certainty kwamba ni sababu ni kutangaza hivi, kwa sababu there was a worry kwamba it's overvalued. Kwa sababu we know kwamba hizi counter zote ambazo wanawekeza hazikumove by the same pace kama bei ya ETF ilikuwa imepanda, na immediately walipotangaza NAV tukaona bei demand imeanza kupungua na supply inaanza kuongezeka. Kwa hiyo hatuwezi kujustify kitu kwa sababu nyingine yoyote apart from the publication and net asset value kwa bei kuanza kushuka. But hiyo ni advantage kwa sababu inaonyesha kabisa kwamba watu wanao invest pia wana knowledge nzuri. Kwa sababu kama mtu ameweza kupata information alafu pili ku act upon it. Kwa wale watu wako kwenye offers, it means kwamba wana knowledge nzuri ya market, na hii inaonyesha kwamba soko letu linazidi kukua na watu wanazidi kuwa more active kwenye kuparticipate kwenye market. James Lazaro mnadhani kwa selection ambazo zinafanya foreigners kuingia sokoni kwa wingi? Foreigners wamekuwa wakitoka for so long kabla ya election, for so long since 2022, right? Na bahati nzuri soko letu limekuwa observed zaidi na zimekuwa hizo zote zimekuwa absorbed na retail,
Kwa hiyo na hata ukiangalia kwa wiki hii participation ya foreigners kwenye market haijawa kubwa sana, hata wanaotoka ni wachache. Kwa hiyo naweza comment katika hiyo level. Na just to put color on that, unajua foreigners wengi wanaotoka saizi sio kwamba waliingia mwaka jana ama mwaka juzi. Most unakuta waliingia 2014, 2015, 2016. So either they are taking profits or they are just getting out, ama unakuta some funds zimedrive, unakuta labda financiers wa hizo funds wameshaachana na hiyo asset class, maybe for entire market, so wamehamia sehemu nyingine. Kwa hiyo it's just a decade long phenomenon ambao it's fair to say mtu ana exit baada ya kukaa kuhold position miaka 7, miaka 8, miaka 10. It's fair to say okay, it's time to exit. Maybe mtu aliingia kwa bei ya juu, saizi anaona okay, imereach price liquidity hivyo, basi nitoke, count my losses, na kama aligain count my gains, maisha yaendelee. Okay, Andrew Mbowe, unawezaje kupay bank loans through coupon? I mean malipo ya coupon ni 2 times annually, while marejesho ya bank ni more than 2 times, au ni agreement between persons and bank? So ilivyo Andrew ni kwamba benki unapoenda, unajua uzuri wa benki inapokupa mkopo inaangalia source yako ya repayment. Nitakupa mfano rahisi tu, kuondoa na bond. Hata mtu mwenye mashule labda, utakuta akikopa, mtu ambaye anakopa ili ajenge shule au operate shule, mikopo yake marejesho yanakuwa ni ile muda ambao anakusanya nini, ada. It's not mandatory kwamba benki unarudisha kila mwezi. Labda kwa mfanyakazi ambaye anapata mshahara kila mwezi anaweza akatoa kila mwezi. Kwa mtu mwenye shule ambao anapata analipa labda maana apokea ada twice per year, au atapata twice per year au 4 times per year kila kota. Lakini kwa coupons za mikopo ya bond inafanyika repayment zake zinakuwa ni mara 2 tu. Kwa mkopo unakuwa structured in such a way kwamba it will be paid twice. Na na so one agreement between person and person, that's how it is. Kwa hiyo if you want to borrow against bond, unaweza kuvisit any branch ya CRDB na watakusaidia accordingly. Na ni nzuri kama ni mkopo ambao hauna stress, kwa sababu coupon inaingia na wanakata zile payment dates, wanazitali na coupon dates za BOT. I believe So Sawele anasema, I would like to hear your views regarding credit quality and earnings decline risk, especially in the banking sector in light of post-October election conflict and the prevailing political climate. I believe on my take, kwa haraka ni kwamba credit quality, I believe it's manageable. Na sidhani and it's not driven by politics zaidi, it will be driven by economics fundamentals zaidi. Na kwa namna moja au nyingine ni kwamba taasisi zote za kifedha ziko pale kuprotect earnings zake na protect credit quality zake. Na mimi taasisi yote ambayo inajielewa lazima engage na mteja wake, iweze kuona impact aliyopata, iweze kuangalia jinsi ya kumsaidia ili hakikisha bisa kama wale mkopo hauanguki in one way or the other na mambo kuendelea. Kuna issues za debt restructuring, kuna issues za kunegotiate, kutoa waiver kwa muda fulani kulipa. Kwa hiyo naamini kabisa na uzuri kabisa kwamba we are operating in a very good, yani in a very advanced financial environment ambayo taasisi ya kifedha iko pale kumsaidia mteja awe. Unajua ili taasisi ya kifedha iendelee kuexist na endelee kupata faida, mteja inabidi awe anaendelea kufanya nini? Tengeneza income ili aweze kulipa. Kwa hiyo hata mtu yote ambaye amewahi kukopa anaweza kukwambia by fact kwamba benki iko pale kumsaidia kulipa. Wanasemaga your best business consultant ni benki. Yaani unaweza kawa una fail kabisa hivi, akakupa idea kabisa, sasa toka hapa fanya hiki hapa. Why? Kwa sababu benki ana clientele across the value chain ya biashara yako. Kwa hiyo anaweza wakati una deal na biashara yako, yeye ana 360 view ambayo anaweza kukusaidia course. Na ukiona yani mtu amedefault, ujue kuna vitu vingi vimeshafanyika hapo kumsaidia default vingi mno Yeah. Kwa hiyo kama alivyosema kama aliweza kuelezea Kitosi anasema naomba kujua how to predict next dividend based on the financial report analysis. Yani ndio sector ya Ibrahim ile. He likes it so much yani. Lakini nitaanzia kwa haraka Ibra atamalizia au nikuachie Ibra mwanzo mwisho? Well, an easy way ni kuangalia the dividend payout ratio ya miaka iliyopita na kujaribu kuangalia how you can predict the future, most probably by taking an average dividend payout ratio. Na mara nyingi
for some companies unakuta is stable. We know CRDB is it has been around 30 to 31%, lakini makampuni mengine huwa wana indicate kabisa kwamba this is a payout ratio. Some do not really indicate. Yes, so ni kuangalia tu. Sasa kama unaweza kufocus earnings per share, then uka multiply by hiyo forecasted dividend payout ratio, then utaweza kujua what will be the dividend or ambayo itakuwa imelipwa kwa mwaka unaokuja. Uiteko karibu. Asante. Unajua sisi tunasemaga Ibra ndo AI ya brokerage. Yani he knows everything and he processes it very fast. Sasa mimi kukurahisishia ndugu Kikosi ni kwamba kwa mfano tu rahisi, DSE ameshakupa financials sasa hivi. Financial ya DSE ina earning per share 205. To assume, kwa sababu kumbuka you are predicting, how you are not saying for certain. To assume ata perform the same mwaka mzima. Kwa utachukua bei 205 ni 3 ya 4. Kwa utachukua 205 mara 4 gawanya yani unaweza ukaannualize hiyo kitu kwamba okay fine. Kama kwa kota 3 kapaka perform kwa 205, je, kota 4 perform kwa ngapi? Kwa hesabu rahisi kabisa unaweza ukafanya okay fine, let's do this. Kwamba itakuwa ni 205 mara 4 ambao 205 mara 4 Ibra kashapiga kichwani. Siwezi ya nini. Ni 820. 820 ukigawanya kwa hiyo 3 tutategemea kama atafunga na earning per share angalau 273. Kwa hiyo tuna approximate earning per share yake. Na kumbuka mind you inabidi uangalie pia kwa miaka ya nyuma, je, ndio iliyotokea. Sababu una biashara zingine labda kwa zinafanyaga vizuri sana mwanzo wa mwaka, mwisho wa mwaka zinayumba. Na biashara zingine zina perform more or less the same kind of play money issue ya quarterly kwenye banks. Zina perform more or less the same mwaka mzima. Kwa hapo ukishanalyze 273 tunasema okay fine. Tunategemea ndio itafunga 273 275 mwaka huu. Je, sasa analipaga shilingi ngapi au tufile earning per share? Kwa hiyo labda DSE pia utosha yake inaga 80%, 80 to almost 90, ndio. Kwa kama analipa 80%, kama kwa mazoea analipa 80% ya earning per share yake, basi akifunga 273 times 0.8 tutategemea ataleta gawio ya 218 around there. Ana correct hapo 70%. Kwa hiyo unaweza ukasema okay kama atafunga 275 akalipa 70%, basi tutakuwa tukigawa 192 around hapo. Lakini pia how do you know the policy? One, inakuwa declared mara nyingi na kampuni yenyewe, lakini two, pia unaweza kuangalia past trend kwa sababu unaongea nasema up to 50%, lakini kazoea kulipa 20, 30. Kwa unaweza kaangalia, lakini all in all hizo fundamentals zinaweza kusaidia. Na maana hata Imani alipokuwa anaongelea Mkombozi akasema haiko sure sana the policy ikoje, lakini ukiangalia mpaka sasa hivi Mkombozi ana 445, si ndio? Kama angekuwa tumeproject kama mpaka mwisho wa mwaka atakuwa na 590. Kama ana payout ratio ya 30, kwa unachukua 590 na 30 unaweza kupata nini? Unaweza ukaanza kukadiria kama gawio lako itakuwa shilingi ngapi mwakani. I believe it may exhaust Kitosi. DCB results nitafanya next time. Elian, asante sana kwa sababu hata mimi I was very keen to see financials za DCB. Ibra, naomba uichukue. DCB imekuwa ikipanda na kushuka mno sokoni. I believe investors need to know what is happening inside. Ile kupanda na kushuka, is it really fundamentals au ni sentiment au ni technical? Kwa hiyo naomba uichukue hii. Unaona bwana, leo tumefika saa 2 kasoro bado tuna discuss 4 companies. Kwa hiyo tutampa DCB pamoja na other listed companies watakao publish their results more discussions in the future. Kwa hiyo tumelipokea kwa mikono miwili. Asante. Elfadhili asema asante for information if possible may you share the link for the webinar impacting changes and regulation that you mentioned. Elfadhili, naomba uwe na amani kabisa. Ukiingia YouTube channel ya CRDB unapata session zetu zote tulizozifanya kuanzia tumeanza hizi webinar. Kwa hiyo unaweza ukapata hiyo session vizuri kabisa pale. I believe nimeexhaust maswali mengi na muda wazidi kutupa mkono. Is there any possibility of share split on NMB or TCC counter? Kitosi, mimi mwenyewe natamani sana hiyo split itokee. Kwa sababu naamini kabisa kwamba hiyo split ikitokea tutaona more activities in the market, lakini bado inabaki at the discretion of the management na so far hamna any indication ambayo tumeziona ya hiyo kutokea. I think the tricky part, tunaona masoko mengine watu wanafanya, at least the tricky part is siku zote management itajiuliza what is it in for them, yeah? Kwa sababu kwao it's more or less inakuwa costful, yeah, sure. Lakini haina direct impact yoyote kwenye biashara zao, mtaji yao and so forth. So I think it needs
some sort of guts, maybe market driven management, ama you follow up na some potential corporate action. Mimi nikuhakikishie tu inabidi ili market yetu pia ikue, inabidi nyie wanahisa wote mwanze kukopea against shares. Unajua ukianza kukopa against shares unaanza kuona umuhimu wa share perform vizuri kwenye soko. Na hiyo share na perform vizuri kwenye soko inamaanisha kwamba unaweza kukopa zaidi. Unaweza kukopa zaidi na kuona push management ya kisha na perform nini vizuri. Na maana masoko ya wenzetu ukisikia huko Tesla imeyumba kidogo, Musk anaanza kushtuka kwa sababu utakuta mikopo ambayo inaweza ikajikuta imeanguka just like that. Sasa hii products kama hizo money hybrid in one way or the other zinafanya, unajua sasa hivi hata kuingia shareholders meeting hamna push from shareholders ya kwamba we should do 1 2 3 4 5. Na kingine nadhani cha kuongeza, wameweka KPI nzuri sana hiyo, lakini nyingine pia ni management performance, yani management compensation, Ikiwa na stock price kabisa. Sawa. Hapo watu watakuwa na CEO atakuwa anashinda website ya DC. Lakini while that would maybe push kutokea vitu kama split, we have seen that again and again kwenye masoko mengine kwamba inakuwa at the end of the day inakuwa sio nzuri kwa shareholders. Sasa long term shareholders, kwa sababu management inaanza kuangalia, inaanza kuwa na myopia. Wanaanza kuwa na myopia. Mtu anataka apige zake tena. Sasa mtu kama anakaribia kustaafu anahakikisha ana bando kila kitu hapa, share inapanda kwa means zote zile, share anachukua expansion strategies kubwa na alafu inakuwa imani hiyo ni short driven, kwa sababu mimi ndio hiyo opportunity, kwa sababu akija management wanajaribu pump up prices, maybe kwa inaweza pump up, lakini je huo ni leo mwaka atafanya nini? Umeelewa? Na wewe ukichukua ile kampuni huyu jamaa kashaharibu, alipump up price, ameshindwa kudeliver, ametoka. Wewe ukinywa unakuwa na pressure, and whether you like it or not, we need to have an environment ambayo mtu ana pressure to perform. I think Imani, I would say it's a lesser evil, kwa sababu gani? Hata ukicheck hizo nchi tunazoongelea, say US, yes, CEOs wamekuwa wakiwa short term oriented, anaangalia ni mpashia kota itakuwaje hivi na hivi, lakini at the end of the day as an economy ndio imepush sasa growth, imepush nini. Yes, katika 100 apples lazima of course 5-10 I beg to differ. Sasa tukaenda kufanya research. Yani kabisa hii ngoma, sawa, hii ngoma it have taken some time mpaka watu kusema kwamba hey, ina affect the shareholder value. The best stocks in the US sasa hivi ni ambazo hawaangalii short term. The best stocks sasa hivi za tech ambazo hawaangalii short term. Nyingi ambazo wamekuwa wanaangalia short term zimebust au zimekuwa na some impact kiasi kwamba kuendelea. So I think as long as much as kitu kizuri, lakini hata ukisema ni lesser evil against what evil? So me I'll just give you this, guys. Let's have a session about that also. Kwa tubaliza like 10 na maswali ndio kuendelea ku address. Imani, kuna swali lako hapa. CRDB faida baada ya kodi imeongezeka kwa kasi kubwa. TZS bilioni 174, 6% plus kulinganisha robo iliyopita. 27.5% year on year. Mambo gani yanachangia ongezeko la hii faida ambayo inawezekana sisi wawekezaji hatuyaoni? Wakati Imani anajiandaa kujibu swali, nilikuwa tunapiga hesabu kwa pembeni ilivyokuja ile swala la dividend payout. Kwa mfano Benki ya Maendeleo wamespecify very clearly kwamba dividend policy yao ni 50% payout ratio. Tunaona kwamba kidogo kwenye upande wa cost to income bado hawajakidhi kile kigezo, lakini if I annualize the earnings per share napata 108 with the dividend policy of 50%, napata dividend ya 54. Kwa bei ya leo napata dividend yield ya 8.2, which is higher than that 5% that we've seen ambao tunaifocus kwa makampuni mengine, which is actually attractive. So you can see how namna mtu anaweza ka focus dividend yield na try ku monitor pia financial performance of a company, inaweza kumpa mtu an advantage. So kwa nimemsahau jina lake kidogo, ali bring up the point of a dividend payout ratio, namna ku focus, kwa kweli atakuwa amewasaidia watu wengi kwa namna kujiposition. Asante sana Ibra. Asante Ibra. Kujibu swali alilouliza kuhusu faida kuongezeka na imeongezeka kwa sababu gani? Kama tulivyopita kwenye ile presentation tumeona mikopo imeongezeka kwa
sikumbuki kwa mbali na nani hapa, lakini rudisha hapo Ibra, one slide nyuma hapo na display hapo. Yes, so loans and advances zimekuwa kwa 27%. Mpaka hapa nikatoa mfano nikasema tumeona loans and advances zimekuwa at the same pace as profit, lakini pia non-interest income imekuwa kwa 34.8%. Kwa hiyo loan to deposit zimeongezeka, maana ndio biashara ya benki ni kutoa mikopo, kutoa mikopo kia deposits na kuissue mikopo. Na mikopo waliotoa, kuna mikopo ambayo inaenda kwa umma na kuna mikopo ambayo inaenda kwa serikali. Mikopo inaenda kwa umma imeongezeka kwa 27%, mikopo inaenda kwa serikali imeongezeka kwa 30%, ambayo imeletea net interest income kuongezeka kwa 23%, which means interest expense imekuwa kwa kasi kuliko interest income, kwa sababu mikopo yote inaenda kwa umma na kwa serikali imeongezeka kwa kasi zaidi kuliko interest income ilivyokuwa. Na maana yake hata interest income yenyewe, ile interest rate ambayo inachajiwa lending rate inawezekana imekuwa inapungua, lakini interest expense imekuwa zitaongezeka. Lakini net interest income kuokuwa kwa 22.9 na non interest income kuongezeka kwa 34.8, hayo ndio mapato yenyewe ya benki. Alafu nakuja non interest expense imeongezeka kwa 26.7, then clearly you see how net income imeongezeka kwa 27.5 clearly, kwa sababu assets zimeongezeka. Hizo assets zinazalisha mapato, au mapato nayo yameongezeka. Mapato hapo expenses zimeongezeka, lakini kwa pace ndogo kuliko mapato yalivyoongezeka, leading to your growth in net income. Asante Imani. Vincent Tulia anauliza CRDB loan to deposit 96.9% kwa bank na NPL impairment expense imepanda this quarter. High rise liquidity risk na maturity ya borrowing. NPL bado tuko below 5%. It's slightly increased from 3.2. Lakini pia kama Imani ameongea mikopo imeongezeka, kwa hiyo kuna chances ya kwamba pia maana pia obviously NPL ikaongezeka kwa hiyo slightly. But naamini kabisa kwamba bado kama unavyosema deni la taifa ni himilivu, NPL ni himilivu. Ukiangalia loan to deposit tuko 96, lakini last year CRDB imefunga 100 plus. Na sio 96 sasa hivi ni 93. Tuko 93 lakini tumetoka kwenye 100. Kwa hiyo you can see kwamba improvement is tremendous katika hiyo area. Na naona kabisa watu wengi wanaweka email zao za kuwa added hapa. Ibra anaambia na take note kuendelea kuwaada watu kuendelea wapate kwenye subscription zao. Just to add that, I think maybe it could pose another question. I think over time ndio maana benki kuu naye anapunguza influence ya loan to deposit, kwa sababu over time we anticipate funding structure banks is evolve, inabadilika. Saizi wengi wanaamua kufanya long term funding kumatch long term long term mikopo ya long term. Sasa with that being said, it's not something ya kuangalia yenyewe tu na conclude kwamba this is dangerous ama this is too high, kwa sababu also ina evolve according to the industry jinsi inavyo evolve. Jana kulikuwa kuna article moja ilikuwa central banks walikuwa wanasema wa Africa kwamba it's about time sasa banks zikapunguza kurely sana kwenye short term funding na kuamua sasa kutarget zaidi medium term na long term funding. So if the central banks across Africa are saying that and they are calling that as a call to action, then you see vitu kama hivi vikipoteza ile influence yake and so forth. Asante sana. Elikana Herman anasema mliahidi kuchambua angalau kampuni moja na siri ishia wapi? We have good results at Safaricom, kuna IPO za tegemeo mwakani Kenya, kuna KPLC pale inapanda na kushuka kila siku. Ibra, please take note. Yeah. Please take note of this. Elikana anatamani sana kuingia Nairobi Stock Exchange, na sisi tuna custodial services hapa pamoja tukamsaidia direct kufanya hii investment. Kwa hiyo Ibra take note. Eliana naomba tupitie kwenye emails upon I believe the recording inatoka, si ndio? We have the recording, lakini pia emails zinatumwa, right? Tukimaliza kwa Ibra ataishughulikia hii. Kevin Fra are very active. FNB is doing good. Automatically Nico is okay. NMB ana PB ya 1.4 na price earning ratio ya 5.3. Of course, ni kampuni za the highest ratios kuliko wote, ambazo inaweza ikawa sio that green, lakini the performance is good, bado anaongoza kwa profit. Kuongelea Nico is okay, naweza nika comment sana, naweza si comment sana kwa sababu na Nico amediversify sasa hivi anaingia kwenye real estate kidogo. Diversification inazidi kuwa kubwa kwenye Nico. Na tunaona price ikishake kidogo sokoni, labda we're going to have a very good session ya kuiongelea Nico kabla sijakwambia it's okay or not okay. Lakini pia hapo
liko kwa sababu naye ana matumizi yake na gharama zake. Kwa hiyo inawezekana anapata dividend nzuri kutoka NMB, hata ingekuwa ni stock moja, lakini ana waajiri, ana rent, japokuwa sasa hivi alipi rent, lakini ana vitu vingine, ana operations nyingine. Kwa hiyo anaweza akapata NMB, anaweza kufanya vizuri akampa dividend nzuri, lakini hapo katikati matumizi yake yakawa makubwa, kwa sio okay. Kwa hiyo it's not automatically, there's a number of dependencies. Yeah, yani correlation inazidi kupungua as days goes by, which is a good thing. Tuombe Mungu mambo yaende vizuri. Dativa Valentine anasema hivi, naweza kutumia shares zangu kama collateral kupata mkopo. Correct Dativa. Kishatokea tu kwamba ukija CRDB huwezi kupea shares za CRDB. Unaweza kupea shares zingine zote kama CRDB. Ukienda NMB huwezi kupea shares za NMB. Uchukue shares zingine zote ambazo other than NMB ukapoa huo mkopo. Kelvin Charles also do request tuale kwenye emails, tumeziona hizi nyingi, tunazifanyia kazi. Allen anataka kujua pia ratio ya CRDB tuko around 35 to 30%. It's 31 to 35%. Inacheza hapo. Yeah. Andrew kashadibu. Andrew looks very active in the market and this is very good. Na Ibra pia kwa shamjibu. I believe nimeexhaust maswali, kilichobaki ni emails ambazo Ibra ana take note. Book value ya mikono ni ngapi? Ibra anaulizwa huko na Dominic Sanga kabla sijafunga. Book value ya Nico so far. Financial yake ya mwisho imetoka ni mwezi wa 6 Yeah, so Ibra anakuangalizia mara moja Dominic Sanga, lakini guys tunashukuru sana kwa uwepo wenu hapa leo. Fine. Tangia book value Joshua karibu kabla sijafunga. I believe Ibra na wewe kwa allow mic. I hope itihama haitani. Ila kabla Joshua jaji, just a quick reminder guys. Mmekuwa very active kutusikiliza. We want you to take action, lakini when you take action vile vile, we don't want you to take action everywhere. We're brokerage, so akina Dominic, akina nani, we would love to see those orders coming through us kwa kweli, kwa sababu as you see kama leo kwa any person ambaye amefuatilia naondoka leo akiwa na counter zake mbili, moja unaisikilizia, moja uhakika kabisa unajua kabisa hizi ndio ziko below the PB yake iko below 1. Sasa with that being said guys, karibuni. Kama mnavyoona tukiwa tuna fees and commissions, we also contribute to the bank kwenye engo hiyo, so karibuni we brokerage, tuone hizo orders tiko. Wewe ndio trader, utakuja kuona tuambie jamani fulani sijamuona afu kwa na maswali mengi umeona. Okay, ni JM tulikuwa tumeallow mic lakini sinaona hajaja. Dominic Ibra naona nani Andrew kashamba 300. Hello. Karibu. Asante. Sawa wataalamu, nilikuwa na swali kwenye upande wa non performing coverage ratio. Kama kuna benchmark nzuri kwamba at least benki iwe na coverage ratio ya ngapi? Kwa maana kwa mfano tunaona kama CRDB non performing coverage ratio yake iko kwenye 43.4 kwenye hii kota, NMB ameenda mpaka 100. Lakini huku tukiona non performing loan zinaongezeka. What is the major difference kwenye accounting policy katika upande wa CRDB na NMB mpaka huyu mwingine anakuwa anaenda over 100%, huyu mwingine anakuwa below 50? Na je, kipi ni kizuri kwa mwekezaji? Naomba expand, unaongelea coverage ratio gani hapo? Na non-performing coverage, non-performing loan coverage ratio. Coverage ratio non-performing loan. Yes. Umecheki hapo? Provisioning. Well, unauliza ipi kama ikiwa kubwa au ikiwa dogo, ipi ni nzuri kwa mwekezaji? Na at least labda iwe yani suitable range ya coverage ratio ya mikopo mibaya provision atakuwa anaifanya, at least range ngapi ambayo itakuwa ni suitable message, na ikiwa below ngapi inakuwa ni mbaya? Au what the major plus what the major difference between the What's the major difference between? What the major difference between the two entity policy ambayo inapelekea huyu mwingine ana provide more than 100%, huyu mwingine anakuwa below 50? Hiyo sasa kwa policy hiyo ni taasisi na taasisi. Kwa benchmark sina uhakika, kama maybe we have to check kama benki kuwa na benchmark ambayo mtu inabidi afanye hiyo coverage ratio at some point, lakini ideally inabidi iwe 100%. Yani chechefu yote inakuwa provided for. Ideally that is a good benchmark, kwamba hata ikitokea leo chechefu imekwenda tayari imeshakuwa provided for. Na ndio maana mikopo sasa hivi hata IFRS 9 ilivyoanza, mikopo ikitoka inaanza kuwa provided for, hata kama mkopo bado una perform vizuri, at least ka portion kanawekwa pembeni just in case if it goes
it doesn't go well, unakuwa tayari uko provided for. So ideally it's 100%. Ila sasa kwa benchmark kama benki kuu ameweka, hapo we have to check, na policy kama kampuni na kampuni, hapo inategemea policy sasa hiyo kampuni kwa nini wameprovide hivyo, kwa sababu inategemea, inawezekana wanaangalia risk. Inawezekana mkopo sasa hivi ni non performing, lakini wakiassess risk inawezekana kuna sababu za msingi sana ni non performing, na hizo sababu ni periodic. Kwa naona hatuna sababu ya kuprovide aggressively wakati tunajua baada ya muda huu hapa hii kitu itaendelea, huu mkopo utaendelea kulipwa vizuri. Kwa hiyo unakuta wa provide aggressively haufiki 50%, lakini kwa sababu tayari non performing inabidi wa report kama ulivyo, lakini wanajua utalikuwa recovered hapo mbele. So that depends with the kampuni na kampuni. Sawa, asante. Asante sana. I hope tumeexhaust. Maswali ni mengi. Kuna Clemens anauliza kipindi kuanza saa ngapi? Tunaanza saa 12 kamili. Guys, naona muda umetutupa mkono, ni saa 2 sasa hivi, na najua kabisa leo ni Ijumaa. Tunajitahidi angalau by saa 2 tumalize watu wanaotaka kwenda kupumzika na kula wale weekend. Dominic anauliza, wazee nyie ni kampuni gani? Mko nondo sana isee. Chief, sisi ni CRDB. Sisi ni CRDB brokerage service. Kwa hiyo ni CRDB, kama CRDB ameanza brokerage service, na kama mimi ninapoongea tunatamani sasa tuanze kufanya trading zaidi na wateja wetu ambao kwenye webinar. We are in the final stages za kuhakikisha kwamba we start this service kwenye sim banking, and I believe tutafanya official launch ya hizo service. Tutawalika nyie kama wadau wetu wa kwanza kabisa, naamini hapo mtaona sana, na we have gone so much digital. Kwa hiyo nataka tufanye digital, tuhakikishe kwamba tuna serve na digital way na mnapata end to end na seamless service. Kwa hiyo we are almost there, but in the meantime tunaendelea kwa taarifu na tunaendelea kuwaelimisha. MTP bado hajaingia, lakini tutaingia. Tunamalizana sim banking, then soon tutaingia MTP, na ili kuweza kuhakikisha kwamba tunasaidia seamlessly end to end. Kwa hiyo na hapo Clemens ameongelea coverage, ame-expand kwenye coverage ratio kwamba below 50% ni weak coverage, 60 to 80 hiyo ni acceptable, 80 to 100 strong, 100 more than 100% very strong. Kwa hiyo thanks a lot Clemens kwa hiyo additional hapo. Yeah. Kwa hiyo so far I believe tume-exhaust, na nawakaribisha tena Jumaa ijayo. Tutakuwa na topic, kuna baadhi ya topic tushazipata, issues za DCB, issues za ku dive deep to at least one company ya NSE. Tayari tuna dive deep kwenye ETF, tumeona product mpya ambao watu wengi wameingia, na kuna watu wamesha gain, kuna watu wamelose hapa bahati mbaya. Kwa hiyo at the end of the day we have all those topics coming in, lakini pia we have a lot of counters ambazo zimemove na zimekuwa zina material information ambazo bado hazijacover. Kwa hiyo usiplan kukosa. Tafadhali mkaribishe na mwenzako kwenye session hizi ili wote muweze kuelimika. Tiko umesahau one very good topic, na natamani pia utakuwepo. Tulikuwa tunaongelea upande wa investors, wale wanao hold to maturity kwa muda mrefu, na traders. Sasa ile upande wa pili wa traders, nadhani itakuwa a very good reflection on yourself. Is one session that will be done in the upcoming weeks. So please jamani, kaeni karibu sana na page ya CRDB, karibu sana na channel ya WhatsApp ya CRDB, all our social medias, ufuatilie ujue what is the next topic katika wiki zinazokuja. Asante sana. Niwatakieni jioni njema until next Friday.